Sasa nataka tujifunze baadhi ya vitu leo. Uko tayari? Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako. Ninajua wakati umefika wa kujua mengi ili niokolewe. Nahitaji kuokolewa, nisibaki kuwa mtumwa kwenye kila eneo. Asante Yesu Kristo kwa kunipenda. Amen. Karibu sasa. Fungua kitabu cha Timotheo wa pili. Maisha ya Mkristo. Somo letu maisha ya Mkristo, wapendwa. Andika maisha ya Mkristo. Napozungumzia maisha ya Mkristo nazungumza nini? Nazungumza kwamba maisha ya Mkristo manake ni utaratibu fulani anaopaswa kuwa nao kwenye maisha yake. Kila mtu na kila jamii ina namna ya kuishi kwake. Kwa hiyo Mkristo na yeye pia ana namna ya kuishi, na kuishi kwa Mkristo kunapaswa kuishi kwa mitazamo fulani, kwa fundisho fulani, kwa namna hizo ambazo zitakufanya kuitwa Mkristo, sababu Mkristo kimsingi sio jina. Sio jina. Neno Mkristo au Ukristo sio jina. Maana yake ni nini? Maana halisi ni wapakwa mafuta au watiwa mafuta, wenye maana ya kwamba wafuasi wa Yesu Kristo, wafuasi wa Yeshua Almasihi, ndiyo maana ya kuitwa Mkristo. Kwa hiyo Mkristo ni maisha kabisa. Ndio maana watu wa Antiokia walipowaona watu wa namna hiyo, wa jamii hiyo, wakawatunga wakaita hawa ni Wakristo. Japokuwa jina hilo au kutungwa jina hilo hakukuanzia Antiokia, lakini hapo asema waliitwa kwanza huko Antiokia Wakristo. Lakini Yesu mwenyewe kwenye ile Marko 9:41 aliwaambia wanafunzi wake, akawaambia, mtu akiwapa ingawa kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo, unaona hata kosa nini thawabu yake, kwa sababu kwani ninyi ni watu wa Kristo. Kwa hiyo hawakuanza wa Antiokia, alianza Yesu mwenyewe kusema wafuasi wake ni nani? Wa Kristo. Maana yake watu wa Kristo ni wafuasi wake. Kwa hiyo Kristo ni ufuasi wa huyo Kristo Yesu. Ni maisha kabisa ambayo yanaonesha wazi. Ndio maana watu wa Antiokia wakasema hawa ni wa Kristo, wakaanza kuwaita wa Kristo. Maana yake ni watu wa huyo Kristo. Kwa nini? Kwa matendo yao na maongezi yao wakadhihirika kwamba hawa sio wenzetu, hawa sio Mafarisayo. Maana Mafarisayo lugha zao zinajulikana na watu wengine Masadukayo na kadhalika, lakini hawa ni Wakristo. Kwa nini? Wanatenda kama Kristo, wanatembea kama Kristo, wanaishi kama Kristo, wanaongea kama Kristo. Kwa hiyo hawa ni Wakristo. Hata Petro pia aliitwa hivyo. Walimuona siku anamshika Yesu ameshakamatwa, Petro alifuatilia ile scenario yote, akawa anaingia kila kona na wafuata. Kwa hiyo wakati mmoja walikuwa wanamshika, bwana wewe mbona kama unafanana na yule jamaa kutembea kwako? Mimi sio mwenyewe. Mbona ukiongea kama yeye? Unaona, kwa hiyo anakwepea akupo. Kwa sababu gani? Amemmeza Kristo. Kwa hiyo matendo yanaonekana wazi na usemi wake unatambulika. Jamaa anamwambia wewe unakataa, lakini mbona hata usemi wako wakutambulisha? Halo. Anasema usemi wako unakutambulisha, kwamba kumbe mtu akiishi maisha ya Kristo, usemi wake wenyewe unamtambulisha, matendo yake yenyewe yanamtambulisha. Kwa hiyo uitwe Mkristo kama ni jina. Tabia, zile tabia zako zinafanya uitwe Mkristo. Ndio maana nagombana na watu wengi sana wanaposema wao ni Wakristo, lakini maneno yao ya kinywani mabaya, maneno yao hayajakolea munyu, maneno yao yako against na Kristo, maneno yao hayaoneshi utukufu wa Kristo, matendo yao ndio kabisa yamekufa. Wanadhani Ukristo ni cheo au jina fulani. Utaitwa jina la Mkristo, lakini wewe sio Mkristo. Ukristo ni matendo, Ukristo ni mazungumzo unayozungumza yanaonesha wewe ni Mkristo. Kwa hiyo Kristo na tabia zake. Kwa hiyo maisha ya Mkristo ni lazima kujifunza, tunayahitaji kuyajua
ili wewe usiwaambie watu mimi ni Mkristo, watu waseme huyu ni Mkristo, kwa sababu umeona matendo ya Mungu kwako ya huyo Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima tujue. Leo hii unaona kuna ugumu mkubwa. Ukitembea duniani hapa kote, unaona mnaanza watu wanaulizana, kwa sababu hawakujui. Unasikia wewe ni dini gani? Maana yake hujulikani. Mimi Mkristo wa dhehebu gani? Mnaporong mambo. Mimi Mkristo wa dhehebu fulani. Maana yake hamjulishi. Lakini mtu anaonekana kwamba huyu ameokoka. Mtu akona huyu jamaa ameokoka. Yaani mtu huyu ameokoka. Huyu ni mwokovu. Akupi dhehebu lingine lote. Huyu kwa nini? Matendo yake huyu jamaa ameokoka. Wanaona. Huna haja ya kujielezea kwa watu. Matendo yanakusemea wewe. Na usemi wako na usema unakusemea wewe nani? Halo? Haleluya. Nimekutana na watu mara kadhaa sehemu mbalimbali. Siku moja kuna jamaa mmoja nimeenda kule mjini, ananifuata ana zile wiper, ana nini, anauza vifaa vya magari. Sasa wakati ananiambia, mimi nikamwambia mimi nani wiper zangu nzima, nawaambia okay, basi nani je tutafie taa mimi safi hana shida. Basi tunani yeye nikamwambia hamna shida. Sasa naenda kujibu majibu yanavyojibu wale jamaa. Mmoja wapo akaniambia wewe ni mchungaji? Mmoja wapo. Wewe ni mchungaji? Nikamwambia kwa nini? Sasa unavyoongea unaonekana ni mchungaji. Nikamwambia kumejuaje? Akasema unavyoongea tu unaonekana ni mchungaji. Je, ni mchungaji wa kanisa gani? Atafuta tu kanisa tu peke yake. Yaani hajajipiga mara mbili maswali kwamba wewe ni mchungaji wa ajua wewe ni mchungaji tayari, lakini je, ni wa kanisa gani? Utaambia hapana. Utasema hapana. Tutasema hivi. Nini? Umeshatambulishwa tayari? Nikaambia ni kweli ni pastor wa Ebenezer Church Supreme. Mimi bwana na mimi naye akaniambia mimi nasali kwa Makiborwa. Jamaa, nasali kwa Makiborwa, YGT kwa Makiborwa. Kaambia barikiwa sana, amina. Pablo akaanza, mtumishi wa Mungu, sasa samahani, tunaomba kuna swali la kuuliza. Hapo mambo yameanza. Yamechange, biashara imegeuka kuwa injili. Wakaanza. Swali lao nalikumbuka, swali la kwanza lilikuwa hivi. Akasema, "Pasa samahani, unaona hawa jamaa kuna Waislamu wako pale, Waislamu, wafanya biashara wenzao. Unaona hawa jamaa kuna maswali yao watuuliza ni magumu sana, lakini tunajua utakuwa na majibu." Nikamwambia, "Sio mimi, ni Roho Mtakatifu atawajibu." Nikamwambia, "Swali gani? Leteni swali." Nikamwambia, "Swali ni kwamba eti wanasema kama sasa Mungu wetu mbona amepigwa na Yakobo? Yaani Yakobo kampiga Mungu wetu, kamweleka, kamshinda Mungu. Sasa huyo ni Mungu gani ameshindwa na mwanadamu? Huyo ni Mungu huyo? Huyo sio Mungu huyo." Sasa pastor, tukiangalia hili swali ni gumu kwetu, hatuwezi kujibu. Tunaomba utujibie wa jamaa wasikie. Nikamwambia, "Safi sana. Nashukuru kwa ajili hiyo." Hili jibu lake jepesi sana. Nikamwambia, "Leo mtapata majibu mazuri." Nikamwambia kabisa. Hapa. Nikamwambia, "Biblia mnazo?" Hatuna. Mimi simu yangu Biblia ipo kwenye simu. Nikafungua, mimi nafunguaga mpap. Nikamwambia hilo andiko hili hapa, nikawaonesha. Nikamwambia mmoja asome, mimi sisome, nasoma mmoja. Soma. Akasema mtu mmoja usiku akatokea mtu mmoja akishindana na Yakobo usiku kucha mweleka. Yaani Mungu sasa akishindana na nani? Na akishindana na Yakobo mweleka usiku kucha. Palipokaribia kukucha akasema, "Niachie niende." Yakobo akasema, "Sikuachii usiponibariki." Unaona? Sikuachii usiponibariki. Yule akamwambia, "Sawa. Jina lako nani?" Akamwambia, "Jina langu naitwa Yakobo." Akamwambia, "Basi kuanzia leo utaitwa nani?" Yakobo. Yule mtu akampiga kwenye uvungu wa paja Yakobo, akachechemea mguu, akatoweka, akaondoka. Sasa uone kwamba eti Yakobo alimshinda Mungu, yaani Mungu ashindana na Yakobo, Yakobo akamshinda Mungu. Sasa huyu Mungu ashinaje na mwanadamu? Nikamwambia, "Swali lenu sio liko hapo." Wakaniambia ndio. Nikamwambia, "Basi sikilizeni." Nikamwambia, "Yule ni malaika akuwa Mungu." Wakashtuka. Nikamwambia, "Malaika wa Mungu anapokuja kwa mtu huwa anakuja kwa jina la Mungu mwenyewe." Nikamwambia, "Sitoi maandiko yake kichwani kwangu na maelezo sitoi kichwani kwangu." Nikamwambia hivi, fungueni Kutoka 23 mstari wa 20. Nikamwambia anzia hapo. Jamaa akaanza kusoma, "Tazama mimi namtuma nani? Malaika mbele zako, aende mbele yako, akunde njiani." Nikamwambia shuka.
anasema msimtie kisirani kwa sababu jina langu limo ndani yake. Nikamwambia umesikia? Jina la nani liko ndani yake? Wakasema la Mungu. Nikamwambia kwa hiyo anakuja kwa jina la nani? La Mungu. Nikamwambia kwa hiyo malaika akija kwa mtu yote akija anakuja ni Mungu amekuja. Kwa hiyo pale Yakobo ashindana na malaika, sio Mungu original, Mungu wa mbinguni. Nikamwambia ni malaika aliyebeba jina nani? Jina la Mungu, ili aje kumbariki, kumgeuza jina huyu Yakobo. Ndio jamaa akasema tumeelewa. Tumeelewa. Hiyo tumeelewa. Hiyo ni sawa, tumeelewa. Tulifikiri Mungu ameshindwa na mwanadamu. Nikamwambia hapana. Kwa ndio jamaa kaelewa, wale jamaa wengine. Jamaa sema sasa pastor tunashukuru sana, yani muda mrefu umetuumiza sana. Nikamwambia ni kweli. Watu wengi wanafikiri pale inakuwa ni Mungu mwenyewe, anakuwa ni malaika. Nikamwambia hata Musa akiwa mlimani pale Horebu, aliyemtokea Musa pale alikuwa ni malaika, lakini malaika yule aliongea kwa niaba ya Mungu. Yaani Mungu aliongea ndani yake. Lakini aliongea pale malaika, unajua. Sasa malaika akamtokea kwenye ule kwenye kwa mwali wa moto. Akamuita nani? Musa. Ni malaika. Lakini anambia mimi ni Mungu wa nani? Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa nini asema mimi malaika fulani? Sababu amekuja kwa jina la Mungu. Malaika akitumwa na Mungu ana meza kama CD. Kile Mungu alichokiongea chote pale madhabahuni kwake kwenye hekalu lake takatifu kinaingia vile vile mpaka nukta ya mwisho. Akasema mimi ni Mungu nikuitae kwa jina lako, nimekuita wewe hivi na hivi, nakwambia malaika kija mbele yako ataongea hivyo hivyo ambavyo Mungu amesema. Yaani kimsingi anakuja kama speaker hivi. Speaker mimi napoongea hapa kwenye hii mic, ile speaker kule haipindishi chochote. Kinatokea ambacho ninakisema mimi hapa. Haiongezi nukta, haipunguzi nukta. Kile ninachokiongea ndicho kitatokea kwenye zini. Ndio malaika wanaofanya. Kwa wengi malaika wanaotokea wanajua ni Mungu amewatokea. Sababu gani? Sababu anapozungumza anaongea ni Mungu, anasema mimi Mungu wako nasema hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Basi. Lakini wakati mwingine akitaka kujitambulisha ni malaika, yeye sio Mungu, anaongea Mungu anayosema yote, afikisha anakuambia asema Bwana wa majeshi. Anajitoa. Ukiona amekuja kusema moja kwa moja kama ni Mungu anasema, ujue huyo mtu aliyetokewa, huyo mtu Mungu amemheshimu sana. Sana. Mpaka malaika anakuja kuongea kama ni Mungu anayezungumza na wewe moja kwa moja. Alafu anamaliza hapo. Mungu amemheshimu sana huyo mtu. Na kazi anayoenda kuifanya huyo mtu ni kubwa. Sio kazi ndogo. Ndio maana kazi kubwa lazima atokee Gabrieli au Mikaeli. Ujue kazi hiyo sio ndogo. Sasa maisha ya Mkristo ni maisha yanataka kudhihirika wazi wazi. Mwanamke mwingine mtanaye sehemu anauza ndizi. Naenda kununua ndizi, tu akaniambia, "Wewe ni mchungaji?" Nikamwambia, "Hapana." Hapana, nikamwambia, "Hapana, wewe ni mtumishi wa Mungu." Nikamwambia, "Hamna." Ameng'ang'ana mama. Wewe nikamwambia, "Kabidi nikubali ni kweli." Nimekuona, mimi nimekuona huyu mtumishi wa Mungu huyu. Sasa nini kimamtambulisha? Hata yeye kimuhoja nakwambia nilivyokuonaona tu. Maana yake ilikuwa nini maana yake? Alama nilivyokuonaona tu. Sasa ameona nini ndani yako? Nini amekiona? Kwa kuna vitu ambavyo Mungu anaviweka vina utambulisho. Ukiacha appearance, kuna kitu roho wa Mungu anakifanya kwa mtu. Kwenye usemi wako, unavyozungumza, jinsi unavyotembea, inajulikana huyu ni nani. Kwa hiyo maisha ya Mkristo ni vitu halisi vya kuonekana ambavyo Mungu anafanya ndani ya mtu, na sisi tunapaswa kuvijua kwa sababu anayetengeneza ni Roho Mtakatifu. Ndio maana upaswi kuigiza maisha ya Kristo. Ukiigiza unajikwaa, ukiigiza unakosea. Sababu gani? Unaigiza, lakini vitu hivi vinaumbika ndani, vinatokezea kwa nje. Ndio maana kujifunza kwako kwa msingi kabisa linahusisha neno la nani? La Mungu. Ndio neno la Mungu ndio linazo tabia zake yenyewe linaziumba. Neno la Mungu lina asili yake ambayo ni ya mbinguni. Neno la Mungu lina usemi wake. Usemi wake. Wakati wale Mafarisayo wamewatuma watu wao kwenda kumtega Yesu. Wasema mkamtege kwa maneno yake ajikwae, tumfunge. Tumkamate tumfunge. Wameenda kwa Yesu. Waliposikia anavyozungumza,
Kiweka swali hili anawajibu vizuri, anawajibu kwa hivi na hivi. Wakarudi bila Yesu kwa Mafarisayo. Wakawauliza wale vijana, mbona mmerudi peke yenu, mmetupa hamjamleta? Jamaa wakawajibu wakuu wao, wakamwambia bwana, hajanena kamwe kama jinsi anavyonena yule jamaa. Yule jamaa ananena vitu vya hatari. Yaani huwezi kumshika, na anazungumza point ambazo wewe mwenyewe unanyong'onyea. Wakawaambia, je, na ninyi mmedanganyika? Ni nani katika wazee na makuhani wanaomwamini? Lakini hata wao walipoenda wakuu Mafarisayo, walipoenda kwa Yesu, na wao waligonga mwamba. Sio wale waliotumwa tu, hata walipoenda wao waligonga mwamba. Kuna siku akasema wamkamatie kwenye chapa ya Kaisari. Kaisari ndio Caesar kwa kizungu. Sasa yule Caesar au Kaisari alikuwa ni mtawala wa Kirumi. Kimsingi alikuwa anatawala duniani. Kwa kila mahali ilitumika pesa ya Kirumi. Sasa Israeli walikuwa chini ya Rumi, dola ya Kirumi. Sasa pesa yao walitumia sarafu yenye chapa ya Kaisari. Sasa na mtu yote duniani ukimkashifu Kaisari, kifungo cha gerezani ama kunyongwa. Waleka sheria kali sana Warumi. Sasa wanakuja kumtega Yesu ili akosee, sababu dola inayotawala Israeli ni Warumi. Herode ni Mrumi, yuko pale. Kwa hiyo sasa Kaisari ndio mkuu wao. Sasa ili wamuingize mkenge, wakaja na sarafu yao. Wakaambia, Bwana Yesu, wewe ni mtu mzuri sana, mwalimu mzuri kweli kweli, tunakuamini. Umetoka kwa Mungu. Ndio. Wanaanza kumtega swali. Wanaambia, tunaomba utuambie, je, ni halali kumpa kodi Kaisari au si halali? Sasa unajua Yesu ni Myahudi. Ili apinge, aseme si halali, msitoe kodi. Kazi inaanzia hapo. Sababu kodi ni wanachukua Warumi kodi. Kwa hiyo ilikuwa tayari aenda gerezani bila wasiwasi. Akaambia, naombeni hiyo sarafu. Wakachangamka jamaa. Wanajua leo tunaye huyu jamaa. Wanajua leo hapa tunaye. Peleka sarafu faster. Akaambia nipeni, wakampa. Akainua hivi, akaambia hii chapa ni ya nani? Wakaitika kwa nguvu zote, ya Kaisari. Yaani unaona, yes, hapa leo tunaye huyu. Hiyo chapa ya Kaisari. Akaambia safi sana. Akaambia, mpeni Kaisari vya Kaisari, na mpeni Mungu vya kwake Mungu. Kafuta kazi. Unamfunga wapi? Wakaona huyu jamaa. Kwa hiyo kila kiingiza swali anajua cha kufanya. Nini? Ndani yake kuna sema. Anasema neno kila wakati. Wakamuhoji habari ya Yohana Mbatizaji. Nia yao ilikuwa ni moja. Nia yao ilikuwa kwamba wamchonganisha Yesu na Yohana Mbatizaji. Na kumbuka roho ya manabii hutii manabii. Sasa ili kusudi kuonesha utofauti wao ili wagongane, wanaambia Yesu, je, ubatizo wanaambia Yohana, je, ni mtu wa Mungu au alitoka kwa Mungu, au ubatizo wake tukubali? Na yeye akawapiga swali kama hilo swali nitawajibu mkinijibu la kwangu kwanza. Maana kumbuka, usikiliza, kuna majibu kwa kutoa jibu kwa swali, kuna jibu swali kwa swali. Akutwanga mtu swali, na wewe unaweza kumpa swali kwa namna ya kumjibu, lakini unaweza kumpa jibu kwa maana ya swali lake. Kwa kutegemea amekuja vipi. Haleluya. Kwa Yesu akawaambia, na mimi nitawapa jibu baada ya kunijibu hili swali langu. Akaambia, je, Yohana ubatizo wake ulitoka wapi? Kwa wanadamu au kwa Mungu? Akawaachia muziki. Nao wakaanza kuambiana, wakasema, subiri kidogo utakuja kwa jibu lako, tusubiri. Na akaambia, na ngoja. Wakachukuana wachache. Wakapembeni, wakaanza kuambiana, sasa tukisema kwamba ulitoka kwa Mungu ubatizo wa Yohana, atasema mbona hamkumwamini? Tusema kwa wanadamu, atasema lakini tutapigwa na mawe. Sababu gani? Watu wengi wanaamini Yohana ni nani? Yohana ni nabii. Tutapigwa na mawe na Wayahudi hapa. Tumwambie na tujui. Wakarudi. Wamekuja jamaa wameshauriana tayari. Wakuja hapa. Tumekuja kama sasa mnasemaje? Wakasema kwa kweli hatujui chochote. Akamwambia hata mimi sitawaambia. Kwa hiyo wamefunga na yeye kafunga upande huo. Hata mimi sitawaambia. Imeisha hivyo. Sababu nia yao ni kumtega. Na yeye anafahamu anamtega. Na yeye maana akawatengenezea kitu. Ukisema Yohana sio nabii, ubatizo wake sio wa kwa Mungu, wale watu wanamwamini wote Yohana. Ilikuwa inakula zamu ya Farisayo, walikuwa wanapigwa na mawe. Wakisema tu ubatizo wa Yohana umetoka kwa Mungu, atauliza Yesu swali, mbona hamkumwamini? Mafarisayo kumfuata Yohana. Sasa maisha ya Mkristo yanaishi kwa lile neno la Mungu. Ndani yako neno la Mungu linataka kujibu.
lina maelezo, lina kila kitu. Kwa hiyo upasi kuzungumza wewe peke yako. Na mimi nashangaa kuna Wakristo wengi, lakini unakuta yeye ndiye anayeongea. Hii kitu ni hatari sana. Ukiwa Mkristo unapaswa uongee neno. Halo? Unapaswa uongee neno. Yaani mtu swali lako kuuliza, lazima ndani yako litoke neno la Mungu. Kwa maana gani? Sio mwambie imeandikwa Mathayo 5, sio hiyo. Yaani majibu unayojibu yote yanasimamia neno nani? La Mungu, ndio maana yake. Yaani kile usemacho kinalifaa neno la nani? La Mungu. Ndio maana nasema inapaswa ujibu neno, uliishi neno, uliseme neno. Kwa sababu gani? Wewe ni Mkristo. Usemi wako ufanane na Kristo mwenyewe, matendo yako yawe kama yeye. Hicho ndicho nisemacho maisha ya Mkristo. Naomba safungua, tuanze na Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Tunaanza na msingi hapa. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Fungua hicho kitabu haraka sana na uweze kusoma pamoja na mimi tangu mwanzo mpaka mwisho wake. 1 mstari mpaka wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4. Na kuagiza mbele za Mungu. Huyu ni Paulo, Apostle Paul, ambaye Timotheo ni watumishi wake aliyowapanda makanisa ya mbalimbali. Kwa hiyo Timotheo ni mchungaji mahali fulani. Anamwambia na kuagiza mbele za Mungu, na mbele za Kristo Yesu. Na mbele za Kristo Yesu, ndio atakayewahukumu walio hai na waliokufa. Yesu huyo atahukumu walio hai na waliokufa. Alafu ndio niambie Yesu ni nabii au ni mtume? Utajaza mwenyewe. Atahukumu walio hai na waliokufa. Sasa hiyo bishana na Yesu, sio mimi. Endelea. Kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno. Ndio. Uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Ndio. Karipia, kemea. Karipia, kemea. Huyu ni pastor anaagizwa na Apostle Paul kwamba karipia, kemea. Ni mchungaji wa kanisa, anaambiwa mambo ya kufanya kwenye kanisa. Hakikisha unakaripia, unakemea, halafu na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa uvumilivu wote, na yanake usichoke. Endelea kuonya, ukiendelea kuvumilia, maana wanadamu wanakuchosha. Hata nyinyi hapa mnanichosha pia, hata nyinyi mliokaa hapa. Hata nyinyi mliokaa hapa mnafanya nini? Na baada ya injili ya leo kuna kikao na nyinyi wote. So endelea, Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Unasikia? Ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Unasikia? Anasema, anamwambia sasa kwamba bwana, nakupa onyo kwamba usipofanya haya mambo kuna wakati utakuja, anatoa unabii hapo Paulo, watakataa mafundisho ya uzima hawa. Watafuta nia zao wenyewe. Nia maana yake ni ule utu wa ndani, au niseme fikra zako mwenyewe. Ndio sema nitazifuata, sio Mungu anasemaje. Anamwambia bwana, sikiza, wakati huo utafika kukutana na mambo kama hayo kanisani. Watajipatia walimu makundi kwa makundi. Unasikia? Tajipatia walimu makundi kwa makundi. Kuna walimu, kuna watu wanaibuka kwenye makanisa haya, anaanza kupotosha watu wengine. Ndio nazungumza hapa, naambia kuna watu wataoinuka kujifanya walimu, kuwapotosha watu wengine, kuharibia maisha yao ya Kristo. Kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Unasikia? Kwa kuwa wana masikio ya nini? Ya utafiti. Maana yake nini? Masikio ya utafiti maana yake ni kwamba masikio ya kusikiliza huku kidogo na huku kidogo, huku kidogo na huku kidogo. Yaani, ngoja kwanza. Ngoja, huku wanasema na huku wanasema. Hai, ukianza kuwa mtu wa namna hiyo, mpendwa, kwa maisha ya Kristo hauwezi kudumu kwenye nguvu za Mungu. Hauwezi kudumu kwenye ukuaji halisi wa kiroho. Hauwezi. Kilichowaponza na kuangusha watu wengi kwenye Ukristo ni hiyo kutaka kusikia kila pahali. Nabii huyu kasemaje? Yule kasema, huyu kasema. Watu kulinganisha mara na hakuna kitu kibaya kama uongo. Uongo una nguvu ya kutangulia ukweli. Na uongo una nguvu ya kufanya mtu apate ushawishi wa kuachia kwenye kweli. Iko hivyo siku zote. Na nitakuja kuwafundisha somo moja siku nyingine, somo la ile nguvu ya uzao wa uongo kwa shetani. Nitakuonesha mambo haya.
Hiyo siku nitakuonesha jinsi ilivyo kwenye maandiko. Utaona kweli Mungu atusaidie sana. Wanadamu, soma kama ndahe. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli. Unaona na baada ya masikio utafiti anasema watajiepusha wasisikie yaliyo ya nini? Yaliyo ya kweli. Yaani ukishakuwa mtu hivi utajikuta mwenye automatically. Unajua ngoja nikwambie kitu. Hii haitumii nguvu ya ugali. Yaani utajikuta tu automatically inakuwa tayari unashangaa unajiepusha kusikia kweli na kuikubali nini? Kweli. Kwa nini? Masikio yako ni ya utafiti, ya kuuliza kila mahali, usikie huku kule. Ndio unaona ya kwamba unakuja kuongea kwenye mikono bandia na batili. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Unaona? Endelea. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Bali wewe na kiasi katika mambo nini? Mambo yote. Kiasi unajua maana yake? Uwe na mtu kuridhika na kutosheka kwenye kila jambo. Niliwahi kuambia usipokuwa mtu kuridhika utaingia mahali pabaya sana. Mtu kama usiridhike, no. Bible inasema tuwe na kuridhika. Utaua pamoja na kuridhika ni jambo jema sana. Kutoridhika waweza kuingia kwenye mkenge mambo ya ajabu. Endelea kusoma. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Timiza huduma yako. Ndio. Kwa maana mimi sasa namiminwa. Hapa alikuwa anamwaga kwa ajili ya kwenda nini? Anakaribia kwenda kuuliwa Paulo. Anamwambia mimi sasa namiminwa. Miminwa ni kuuawa, kufa. Ukiona kwenye ndoto au maono, ukiona mfano, ukaona ndoto au maono, ukaona kuna kitu kwa kinamwagwa kutoka kwenye pipa au kwenye ndoo, kinamwagwa chini. Sikia kwa makini nachokizungumza. Kinamwagwa chini. Kikawa kina rangi yoyote, kinamwagwa chini, ujue kuna mauti inakuja. Ukiona ndoo au pipa inakimiminika ndani, alafu kinamwagwa chini au kinamwagika, ukiona rangi yote ile inamwagika, unasema inamwaga sio rangi gani? Maana kama rangi ya blue hivi imemwagwa hivi, inamwagwa chini hivi, ujue kuna nafsi ya mtu inaondoka. Endelea kusoma. Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Sawa. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Ndio. Imani nimeilinda. Neno hili watu wanasemaga, unaonaga neno kama hili, mtu akiwa amekufa anamwandikia watu. Anaandikiwa eti amepiga vita vizuri na imani imeilinda. Unamshangaa Mungu amsema. Huyo mtu anaandikiwa hivyo, hajai kuhubiri, hajai kufanya mambo ya kimungu. Mnamwandikia mambo kama hayo. Paulo alijiandikia mwenyewe, hamna mtu alimwandikia. Paulo alijielezea yeye maisha yake akajiandikia vile. Leo wewe unataka kumwandikia mwenzio pale, alikwambia umwandikie? Unajua maisha yake vizuri? Lazima yeye ndio au amesema yeye. Paulo hapa anazungumza maisha yake yeye. Anajishuhudia mwenyewe alivyoishi maisha ya Mungu. Anajiandikia mapema kwa sababu jamani, sikizani, nimeilinda imani, nimepiga vita vizuri. Kwa hiyo msio na wasiwasi. Maana yake anajua ninakoenda. Huyu mtu abahatishi. Paulo ni mtu katika mitume ambao walikuwa naona maono mengi ni Paulo. Alikuwa anachokielekeza anakijua anachokisema. Alikuwa hasemi vitu kubahatisha Paulo. Alikuwa anachokizungumza ni maono ameona, Mungu amemweleza, jamaa anasema. Kwa hiyo alipokuwa anaongea maneno haya, anajua anakoenda ni wapi. Haya, soma. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Unasikia? Anaambia baada ya hayo yote nimewekewa taji ya haki. Huyu mtu anajiamini anachokizungumza nini? Alifunuliwa na Roho Mtakatifu, aliona. Ambayo Bwana mkumu mwenye haki atanipa siku ile. Unasikia? Wala si mimi tu, ndio, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Unaona? Anaambia bana, kwa mujibu wa mimi nilivyosema hapa, ni Mungu anifunulia haya mambo, kwamba sio mimi peke yangu nimeandaliwa taji, hiyo taji peke yangu. Hapana, kuna wengi wameandaliwa kama hiyo taji. Tuko wengi
lakini mimi ni miongoni mwao. Ninazungumza mimi ni miongoni mwao. Kuna taji Mungu ananivisha ninayo, lakini sio mimi peke yangu, na wengine wote ambao wameandaliwa na wao. Umemaliza? Haya, Tito sura ya kwanza. Tito moja. Huyu alikuwa mchungaji. Tito 1 mstari wa 10 mpaka 16. Wote hawa Paulo ndio aliwaweka katika makanisa. Walikuwa watoto wake Paulo kiroho, aliowazaa kiroho, akawafundisha mambo ya Injili, akawaweka makanisa fulani walinde na kuyachunga. Yeye akiendelea kuzunguka kama mtume. Kwa sababu Tito 1:10 mpaka 16 mstari. Sikiza nondo nyingine hizo. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana. Unasikia? Kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo nini? Na maana. Hao ni watu wengi. Na kumbuke, azungumzii watu ambao wako nje ya Kristo, anaongelea watu walio kanisani. Paulo anaongelea walio kanisani. Anasema kwa hiyo kuna wengi wasiotii, na maneno yao yasiyo na nini? Na maana. Wadanganyaji. Na hasa wale watohara. Wewe watu watohara wanazungumza watu gani? Anaongelea Wayahudi wenyewe waliotahiriwa. Anasema watu hao kuna watu ni waongo, wanadanganya sana. Na hii kitu nashangaa kanisa la Kristo leo. Kuna watu wengi ni waongo na umeokoka. Sielewi kwa nini watu wako namna hii. Ina maana unataka kuniambia hujaokoka basi. Maana unataka kuniambia ni wewe, yani wewe unatuigizia. Ndio maana yake. Kama tuko pamoja na Mungu, wewe na Mungu, kwa nini unazungumza vitu vya uongo? Hii kitu ni ngumu. Mkristo lazima ujifunze kusimamia kweli, maana sisi tumejengwa kwenye msingi wa kweli na haki. Endelea kusoma. Ambao wapaswa wazibwe vinywa vyao. Anasema hao waliotahiriwa hao wanapaswa kuzibwa vinywa vyao, maana hao jamaa wanajifanya wajuaji sana. Ni Wayahudi hao. Hao wanapindua watu wa nyumba nzima. Unasikia? Wanapindua watu wa nyumba nini? Wanapotosha maana yake watu wa kanisa. Wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Unaona? Wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Unajua maana yake? Ni kwamba mtu anafundisha au kuhubiri kwa ajili ya kudanganya watu ili apate kipato sio halali cha ulaghai. Nazungumza waziwazi. Ni kipato cha uongo, cha aibu. Ukiuzia watu maji eti ni ya upako, ni kipato cha aibu, cha uongo. Ukiuzia watu udongo ni kipato cha aibu, cha uongo, wewe ni ulaghai. Ukiuzia watu leso ni kipato cha aibu, cha uongo, wewe ni injili na ni mahubiri ya uongo. Ndio anazungumza Paulo hapa. Wanahubiri ili wapate kipato cha aibu. Kuna sadaka bwana, sadaka zipo. Watu wanatoa sadaka zao tayari. Unamuuzaje maji wewe? Unamuuzaje udongo? Sadaka zilizoandikwa kwenye Biblia zipo jamani. Mafungu ya 10 si hapo. Shukrani si zipo. Sadaka hiari ya moyo wa kupenda si zipo. Kama za yatima wajane. Sasa kwa nini naongeza mambo ambayo ili kusudi utapeli watu? Kwa sababu umejua watu hawajui kweli. Watu wanaangamizwa sababu hawajui kweli. Kwa unapitia staili hiyo ya kutokujua kwao, unawaibia. Mambo haya Paulo alitahadharisha mapema mambo haya kwenye Biblia. Kwamba watatafuta kipato cha aibu. Na mimi nakueleza, unajua ni aibu, sio uongo. Sio uongo. Yaani nguvu ya Mungu inauzwa. Haiwezekani. Mtu anakuambia mbona Biblia inauzwa? Biblia mbona inauza ni nguvu ya Mungu? Biblia wewe jamani nyinyi. Nyinyi jamani nyinyi. Bible unasema anafanyaje? Kwa hiyo inafanisha na maji. Kwa vitu viingia kilini. Hata kidogo. Hawa watu wanaochapisha Biblia zao, uchapisha vitu gani vitabu vyao, wanachapisha kwenye viwanda vyao kule, wanafanya mambo yao kwa ajili ya biashara. Wanachapisha, wanasaidia watu neno la Mungu liendelee kuendelea kukua. Lakini maji wewe kutuma ununue uwaombee.
Ni wewe umeombea, umesema umeombea, basi wagawie bure basi. Biblia isiyo imeombewa, Biblia inatangazwa, inapelekwa, inanunuliwa, watu waende kupata. Wanafanya michakato mingi kwenye viwanda vyao, wanafanya nini? Mambo gharama ni nyingi, ni kweli. Lakini jambo la wewe kusema unaombea alafu ukauza, hiyo ndio tatizo la kuja hapo. Kwa usio kusema naombea hiki kina nguvu ya Mungu sasa ununua. Haiwezekani. Mimi mwenyewe maji nimenunua maji kwa hela, kwa hiyo nimealeta ili niwaombee wanunue. Walikusema ukaununue maji ndio uombee wanunue. Kwa hiyo ukiombea bila maji kuna shida. Kama unaona ni hasara kununua maji uombe bure uwape. Basi usinunue maji, omba tu, omba hivi bila maji. Au basi uombe njoo na maji yako. Afu wewe una nguvu ya Mungu, achia nguvu ya Mungu kwenye maji yao yawe na nguvu. Au maji yao hayawezi kuwa na nguvu mpaka yako mwenyewe. Ukiambia njoo na maji yako haitakuwa nguvu ya Mungu hayapati. Ila wewe pastor ukija naye kwako ndio ana nguvu ya Mungu. Unaona hii ni akili ndogo sana. Na ni akili ya kuibia mtu mfukoni mwake. Kama Mungu ameniambia ombea maji watafunguliwa. Na Mungu akopeshi. Utumie chochote maishani mwako na kinafanya kazi. Basi mimi nitakwambia lete maji yako nikuombee. Kileta maji yako mimi nayaombea. Unapokea nguvu. Inakuwa. Lakini kwa nini mpaka ninunue ya kwangu, mimi ninunue mimi mwenyewe ya kwangu? Alafu nikishayaombea nikwambie njoo ulete hela uchukue maji yangu. Kuna biashara hapo. Kwa sababu unajua ukiwaambia waje maji yao watachota kisimani, bombani mwao watakuja nayo, wewe utakopatia hela. Kwa hiyo upate pesa uwaambie maji ninayo mwenyewe nimeombea tayari. Kwa hiyo lete tu hela tu peke yake. Maana yake ni biashara unafanya. Iko wazi tu, mbona kitu kiko wazi? Mapato ya aibu. Maisha ya Mkristo hayapaswi kuwa hivyo. Nazungumza kwa mujibu wa Biblia. Soma. Mtu wa kwao, nabii wao mwenyewe, amesema Wakrete ni waongo siku zote. Wakrete ni waongo siku zote. Hayawani wabaya. Walafi wavivu. Ushuhuda huo ni kweli. Kwa sababu hiyo wakemee kwa ukali. Wakrete. Ili wapate kuwa wazima katika imani. Unasikia? Wapate kuwa wazima katika nini? Imani. Kwa hiyo imani unataka kuwa mzima, usiwe mdhaifu, ndio maana yake. Endelea. Wasisikilize hadithi za Kiyahudi. Wala maagizo ya watu wajiepushao na yaliyo kweli. Ndio. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi. Lakini hakuna kilicho safi kwao walio wanajisi. Unaona? Wasioamini. Bali akili zao zimekuwa najis na nia zao pia. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Amen. Amina. Tito 3:1-13. Uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka. Maana wafundishe watu wawe na kumbukumbu hii. Wanyenyekee kwa watu wakubwa wao na wenye mamlaka, wenye utiisho, wale ambao Mungu amewabariki, amewaweka kuwatangulia, kuwatawala. Anasema wafundishe watu wajifunze kunyenyekea, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Ndio. Wasimtukane mtu yeyote. Ndio. Wasiwe wagomvi. Wawe wema. Wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Tulikuwa waasi. Ndio. Tumedanganywa. Huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi. Tukiishi katika uovu na usuda. Tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu uliofunuliwa, alituokoa. Ndio. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili, na kwa kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake
tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele. Ndiyo. Kama lilivyo tumaini letu. Ndiyo. Ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale walioamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu. Lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo, na nasaba na ugomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida, tena hayana maana. Mtu aliyemzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili, mkatae, ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka, tena atenda dhambi, maana amejihukumu hatia yake. Anasema mtu ambaye katika hali hiyo ya ubatili, ukimuonya mara ya kwanza na ya pili hajabadilika, asema mara ya tatu umkatae mtu huyo. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyo amepotoka katika mambo mema, amekwisha haribika, hafai. Anasema huyo mtu amekwisha haribika, hawezi kufaa katika jambo jema. Endelea. Wakati nitakapomtuma Artema kwako au Tikito, jitahidi kuja kwangu huku Nikopoli, kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi. Zena yule mwanasheria na Apolo uwasafirishe kwa bidii, wasipungukiwe na chochote. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema, kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Watu wote walio pamoja nami wanakusalimu. Tusalimie wale watupendao kwa imani. Neema na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Anamaliza kusema hivyo Paulo kwamba mwisho wa yote wajifunze kutumika pamoja. Akaambia na kuomba unisafirishie Zena mwanasheria pamoja na Apolo. Apolo ni mhubiri wa Injili, kwamba waweze kuja. Naomba njiani kote hakikisha wasipungukiwe na jambo lolote lile. Manake nauli itoshe, chakula kiwatoshe, ili wafike kuliko. Sababu Apolo alikuwa ni mwalimu mzuri wa Injili. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa Torati aliokoka. Kwa hiyo kuna mwanasheria mmoja mtu Zena ambaye alisema huyu naye nataka awe na pamoja na mimi, ili kusudi kwenda naye. Lakini yote kwa yote anachokiongelea Paulo, anafundisha namna ya misingi ya Mkristo anavyopaswa kuwa na kuishi, kuliko kuishi nje ya mipango hiyo na misingi hiyo. Sasa kuna kitu nikiongea hapo ndani ili ukione kwa nini yazungumza na kuyafundisha haya. Kwa sababu shetani, kuna kitu nilikiona rohoni. Kuna kitu niliona rohoni, nilivyokiona kile kitu nikasema hapa lazima nisaidie watu kwa namna ya pekee sana. Roho nyingi zinaoingia na kupotosha watu wengi kwa sababu ya maarifa. Wamekosa maarifa. Ndio Mungu anasema kwenye Hosea ile 4:6 pale, watu wangu wanaangamizwa. Sio wanaangamia, wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Hiyo namba moja. Biblia anasema kwa kuwa wewe umekataa kuwa kuhani kwangu, nami nimekukataa wewe usiwe, kwa kuwa umekataa maarifa kwangu, nimekukataa usiwe kuhani kwangu. Nini maarifa? Ni nini? Maarifa anayozungumza neno la nani? La Mungu. Unapokosa neno la Mungu kulijua na kufahamu mapenzi hayo ya Mungu, hapo ndipo penye maangamizo ya mwanadamu. Wanadamu wote wanaoangamizwa kwenye maeneo yoyote yale wanayoangamizwa, sio kwamba kwa kuwa ni masikini. Narudia tena, sio kwamba kwa kuwa ni masikini, sio kwamba kwa kuwa jina lake ni fulani, sio kwamba ni wa ukoo fulani. Ni kwa sababu hajui au hana maarifa ya Mungu kwenye hicho ambacho anadhani amekosa. Ndio huo ukweli. Wengi hawajui kile Mungu anazungumzia kwenye maeneo yake yeye. Kwa hiyo hajawahi kupambanua, hajui. Kuteswa kwake au kuangamizwa kwake ni kwa sababu tu amekosa kuyajua mapenzi ya Mungu, ambayo ndio maarifa. Anaposema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa, maana yake ni kukosa kujua mapenzi ya Mungu ni nini, neno lake Mungu.
kwenye kila kitu chako mama, ndugu na marafiki, kuna mapenzi ya Mungu hapo. Je, umewahi kuyasikiliza? Je, umewahi kuyatafuta mapenzi ya Mungu kwenye jambo lako hilo unalolihitaji au unalolitaka? Jibu ni kwamba hujatafuta. Narudia tena, halo. Mwambie jirani yako halo. Mwambie tu halo. Maana Oliver anapiga usingizi mzuri sana. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni katika unachokitaka? Hiyo ni swali la kujihoji la kwanza. Na kuomba ndugu yangu, rafiki yangu, unanisikia anachokizungumza hapa. Hatuhubiri tu kwa sababu tunahubiri. Na hiyo huwa sipendagi mimi kufanya hiyo biashara. Sipendi kuhubiria watu, niwe tu nimehubiri pale nimechemka, nikatoka jasho. Sitaki biashara hiyo. Napenda nihubiri au nifundishe watu wajue kile Mungu anachokisema. Watu wafahamu namna ya kutembea na huyu Mungu, sababu nia na kugawana maarifa. Hatuhubiri kama fashion hapa madhabahuni. Tunahubiri ili watu wapate maarifa ya Mungu. Sasa nazungumza nini? Nazungumza kwamba kwenye kila eneo la mwanadamu kuna mapenzi ya Mungu hapo. Je, umewahi kuyatafuta? Tunaombaga kwenye sala ya Baba yetu uliye mbinguni. Sio tunaombaga Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Swali linakuja, mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani kama mbinguni. Sasa kwenye area yako hiyo unayajua mapenzi ya Mungu ni yapi ili yatimizwe? Umewahi kuyatafuta mapenzi ya Mungu kwenye hilo eneo? Lakini wengi ni rahisi kusema tunaomba, lakini sio rahisi kusema kwamba nataka mapenzi ya Mungu yawe hapa. Hiyo hatuna hiyo. Ndio maana watu wengi ukiwaambia tafuta mapenzi ya Mungu kwenye hilo eneo hataki. Anakuambia tuombe. Hiyo tayari ni udhaifu. Ni udhaifu. Kuomba bila maarifa, kuomba bila kuelewa unaomba kwa sababu gani, kwa ajili ya nini, ni kujipotezea muda wako bure. Ndio maana watu wengi wanafikiri Mungu hawajibu maombi yao, wanadhani Mungu amenyamaza. Sio amenyamaza. Mungu utazama neno lake ili alitimize. Wewe umeyajua mapenzi ya Mungu kwenye hilo utaka kuliomba au uliombealo? Angalia mpendwa, tumesema sisi ni wa Kristo, si ndio? Maisha nani? Ya Kristo. Tunamwiga nani? Kristo. Na yeye alisema yeye ni kielelezo chetu, tufanye alivyofanya yeye Yesu. Kwa hiyo tunaenda kama Yesu anavyosema. Tunakumbuka Yesu Kristo, mission yote ya kuja duniani alikuwa anaifahamu kila kitu mpaka pointi ya mwisho, si ni kweli? Alikuwa anafahamu. Angalia wakati muda wa kwenda kusulubiwa umefika, akiwa na mitume wake, wanafunzi wote anao pale. Aliwaambiaje? Aliwaambia roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Huzuni nyingi kiasi cha nini? Kiasi cha kufa. Asema basi, kaeni pa muombe, nami naenda kuomba kule ninakwenda kuomba. Nyinyi ombeni hapa. Anaona anaomba. Mara ya kwanza anasemaje? Anambia Mungu, ikiwezekana. Neno lile ikiwezekana ni pointi gani? Ni pointi ya mengineyo. Sikia ndugu yangu uliyeka hapa, rafiki yangu na mtu mwingine uliyeka hapa. Ikiwezekana kikombe hiki, mateso haya maana yake, yaniepuke, msalaba huu niepuke. Unaona? Neno ikiwezekana maana yake haya ni mengine nje ya ule mpango. Ndio maana akifika mwisho anasema hivi, lakini si kama nitakavyo nini mimi, bali wewe upendavyo. Unaona? Lakini si kama ninavyotaka mimi, kama wewe unavyotaka. Maana mapenzi yako yatimizwe. Ndio naona aliomba mara ngapi? Raundi 3 maombi ya aina hii. Lakini mwisho wa kila ombi lile la kuepuka msalaba akasema, lakini si kama ninavyotaka mimi niepuke kikombe, bali kama unavyotaka wewe, mapenzi yako ya nini? Manake alichojia anakijua, ila alikuwa anaomba aone kuna option ya kutoka, lakini anagundua hapana,
sikujia kutoka, nilijia niingie kwenye msalaba, ni ufesi msalaba, alafu ndio niokoe watu. Kwa hiyo anasema mwisho, mapenzi yako Mungu yatimizwe. Maana yake hapa nataka kukwepa, ni kweli, lakini kwa jinsi hii naona hii ya kwangu hapana. Mungu wewe fanya ulivyoamua. Ndio maana yale maneno ya mwisho kwenye maombi yake yale ya kukwepa msalaba, yale ndio Mungu alikuwa anayachukua. Si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Yaani vile ambavyo nataka wewe iwe ndio iwe. Na mapenzi ya Mungu ni Yesu amekuja kufanya nini? Lazima asulubiwe wapi? Ndio aokoe watu. Ndio maana unaona alikuwa achukui hii ya kwanza ya kukwepa msalaba, anachukua ile ambayo ndio mission. Halo? Ndio target. Ndio lengo alilojia. Kwa hiyo ndio Mungu anachokiangalia. Ulijia kwenda msalabani ili uokoe watu. Kwa hiyo ndio maana Mungu akaiacha hilo. Hili la kuepuka msalaba, Mungu analali akilifuta, akinyamazia. Yesu alikuwa anaona. Ndio maana alikuwa anageuka sema, si ninavyotaka mimi, hapana, bali unavyotaka wewe. Mungu anatakaje? Anataka ende msalabani. Kama msalabani. Wewe sasa kuambia hapa, wewe na mimi, umewahi kuomba hivyo? Umewahi kuomba hivyo? Kwa nini uombe hivyo? Unafikiri nini? Kuna vitu au kuna mambo ambayo ni lazima upitie, ila wewe umetaka ukwepe. Alafu mapenzi ya Mungu ni upite hapo hapo. Mbona shughuli hapo hapo kama? Na tukipita hapo hapo kwenye hicho kibaya hicho tunalalamika. Mimi unaona? Lakini tulisema mapenzi yako yatimizwe, au je, kingine kuna kitu na kihitaji? Je, ni wakati wake? Umuulize Mungu, je, mapenzi yako ni yapi kwenye hiki nikitakacho? Kwenye hili nalolihitaji wakati huu, mapenzi yako Mungu ni yapi? Lakini tunafanya nini leo? Tuna force. Na unasikia tunawaambia eti mwaka wa kuforce. Hii sio unabii wa Mungu huo. Narudia kusema tena kwa sauti kavu iliyoshindiliwa moto, ya kwamba hakuna mwaka wa kuforce mbele za Mungu ali hai. Hiyo ni ya binadamu tu, anatunga wao. Mungu hawezi kupa makauli ya kijinga kama hayo hata siku moja. Yaani una force, maana yake unasaidia Mungu kazi, ndio maana yake. Una force. Mungu hawezi kupa kauli mbiu ya namna hiyo. Hizo ni za uongo. Wanatunga watu wajanja wa dunia, watu wajanja. Washajua wewe mambo ya Mungu uelewi. Mungu wewe umsikiaje, inawezekana. Kwa hiyo anakupiga timing ndogo tu. Mwaka wa kuforce. Na unasema mwaka wa kuforce. Umeforce mara ngapi? Mpaka leo umeforce mara ngapi? Umepata kitu gani? Una force? Hauna kuforce. Tunaangalia mapenzi ya Mungu ni yapi katika hilo jambo. Amen. Kuna vitu kamanda, kama mapenzi ya Mungu hayako hapo kwenye hicho unachokitaka, utapambana sana, utaforce sana, hautapata kitu. Wengi hawaambiwi kwamba lazima uulize Mungu maswali, na lazima ujue mapenzi ya Mungu kwenye hilo jambo. Umewahi kutafuta mapenzi ya Mungu kwenye hilo jambo? Ni kweli unataka kazi fulani, ndio umeitaka hiyo kazi. Mapenzi ya Mungu ni yapi kwenye kazi hiyo? Tujitahidi mambo haya wapendwa. Ngoja nikwambie, kufundisha injili ni kazi. Lakini inabidi ufundishe hivyo ilivyo. Sababu gani? Ukisema udanganye watu, wewe ndio unayekosea. Unapodanganya watu, wewe ndio unayekosea, wewe mhubiri. Hawa watu ukiwadanganya watafurahia kudanganywa. Lakini mbele za Mungu wewe umejikwaa. Na hawa watu pia umewakwaza bila wao kujua. Ukiwaambia uongo wanafurahia, sababu uongo ni kitu kiliwekwa ndani ya mwanadamu tangu mwanzo, wakati wa Adamu na Hawa. Kwa hiyo ukimwambia mwanadamu uongo anafurahi sana, sababu uongo unapendeza mbele ya watu na masikioni mwao. Ukweli una maumivu makali sana. Ukweli unauma, na ukweli una shida. Yaani ukweli unapitia vikwazo vingi. Lakini na huo ndio inabidi useme, huna namna. Yesu alipohubiri kweli ndio ilikuwa mashtaka makuu kwenye kweli yake. Alipohubiri kweli Yesu ndio alionekana kama hafai. Kwa sababu gani? Aliwaambia watu kweli.
na yeye akupindisha kweli, abie iongee kama ilivyo hivyo ilivyo, ili kusudi asiharibu watu. Ndivyo injili inavyokuwa, mpendwa. Na iko hivyo, na mimi nasema hivyo kwamba nisikudanganye, kama nikwambie tu kweli kwamba kwenye kila hitaji lako na chochote unachokifanya, umewahi kumuuliza Mungu mapenzi yake kuhusu hicho kitu? Hujai kumhoji. Hata kwenye ajira hizi, tuna maajira mbalimbali, tunaenda huku na huku, maajira mengi, kwa sababu ya zile njaa za binadamu na maisha ya shida dunia tulivyo na nini, unaona pote na mbali mimi, unaona. Lakini swali linakuja, umewahi kumwambia Mungu, je, ni mapenzi yako niingie kwenye kazi ile? Umewahi kumhoji? Sasa mwambie mtu hoji Mungu mapenzi yako ni, anaona nikose kazi. Nikose kazi, hapana, ngoja kwanza. Mungu mwenyewe anajua. Hakuna kitu. Kuna kitu mbele za macho yako ni kizuri sana, lakini mwisho wake ni mauti. Kuna kitu mbele yako wewe na watu wanaokuzunguka ni chema sana, lakini mwisho wake kuna shimo. Lakini ukimhoji Mungu mapenzi yake ni yapi kwenye hicho, Mungu atakujulisha ametaka uwe pale kwa sababu ya kitu gani. Hakuna, nisikilize mpendwa, hakuna pahali Mungu anataka ukae eti potelea mbali. Haipo. Kila pahali utaenda kukaa, Mungu anakusudi na wewe ukae pale. Kwa maana gani? Atakueleza. Ndio maana Mungu anataka kila pahali awepo balozi wake. Sidhani tunaingia tu kama wanavyoingia wengine. Pale mahali umekaa upo, uliza Mungu, yamkini siku za nyuma natafuta kazi, sikukuombaga kama nataka mapenzi yako yatimizwe hapa. Siwahi kujua mambo kama hayo, sikuwa sijui. Lakini Mungu, basi maadamu niko hapa, je, mapenzi yako ni yapi mimi kuwa hapa? Halo? Halo? Lazima uulize. Mapenzi yako Mungu ni yapi mimi kuwa hapa? Kuna mwingine kwenye kazi ulionayo pale ulipo, hawajui umeokoka, hawajui umeokoka, sababu wewe hujajulisha mapenzi ya Mungu pale. Hujaonesha wewe ni nani huko pale. Sababu gani? Matendo yako hayaingii kwa Yesu. Kwa hiyo unajua kabisa matendo yako ni magumu. Hata wale ukiwaambia umeokoka unaogopa, unaona aibu. Ndio maana wenzako hawaokoki pale kazini. Ndio maana ulionao pale hawamtaki Yesu pale, kwa sababu wewe mwenyewe pia ulivyolivyo hauko sawa sawa na Yesu wako. Mahali ulipo Mungu anataka wale ulionao pale ulipo, kuna mapenzi yake Mungu. Kuna watu wamekuzunguka pale, anawataka na hao kupitia wewe. Umewahi kufikiri hicho kitu? Umewahi kufikiri jambo hilo? Pale mahali umekaa, nilikuwa naambia juzi mama mmoja yule pale, nilikuwa namwambia juzi, tungamwambia Jumapili pale kanisa ndani ofisini, nikamwambia pale mahali uliko hujakaa bahati mbaya. Mungu anakusudi kujijulisha pale kupitia wewe. Ni kama mfano wa yule mama, yule dada alikuwa Myahudi anafanya kazi kule Syria, ambako sasa ndio Syria sasa. Miaka ile wanaita jina gani? Huko Sham. Ambako alikuwa jemadari yule Naaman mwenye ukoma. Unakumbuka jamaa? Amiri jeshi wa Naaman na wa Syria huko Sham. Alikuwa na ukoma yule jamaa, mwili mzima umejaa ukoma. Binti yake wa kazi, kijakazi wake ni Myahudi, ametoka Israeli. Yuko pale ndani nyumba yake, anamwona na ukoma, ameteseka yule jamaa muda mrefu na ukoma. Sasa unaona, siku ya siku binti akamwambia, bwana wangu samani. Na kwanza na baba mwenyewe alianza kuongea na mkewe kwanza. Mama, unajua samani, sisi kule kwetu kule nchini kwetu Israeli kuna nabii. Huyo nabii ukimuona Mungu anasema naye, na ugonjwa alionao bwana wangu anamwambia hivyo, anapona hakika yake. Ni kweli kwa mwambie tu aende kwa nabii. Mama akaenda na kumwambia baba, yule binti anasema kule kwao kuna nabii mzuri, utapona ugonjwa ulionao. Kweli. Jamaa akaja kumhoji yule binti, eti ni kweli? Ni kweli kabisa baba yangu. Ukienda kwa nabii yule pale mambo yatakuwa fresh. Sawa. Jamaa akajiandaa na walinzi wake kutosha, akaondoka nao kwenda nao wapi? Israeli.
anakwenda akamuone nabii wa Mungu Elisha. Na Elisha Mungu amemwambia ndani ya nyumba yake usitoke ndani ya nyumba. Anataka amfundishe jambo yule amiri jeshi, ili ajue kuna Mungu aliye hai. Amuondolee kiburi. Nabii yuko ndani. Kule nje yuko mtu aitwaye nani? Gehazi. Mtumishi wa nani? Wa Elisha. Mtoto wa nabii huyu, kiroho, sio kumzaa. Sasa anakutana nao vipi? Tunakuja kumwona nabii wa Mungu. Nataka niombe kwa Mungu wake nipone ukoma huu. Akamwambia Rashid alisubiri, akaenda. Bwana, kuna jamaa mmoja, jemedari wa vita, mtu wa Sham, anataka umuombee kwa Mungu apone, ana ukoma mwili mzima, na mimi mwenyewe kwa macho yangu nimemwona na ukoma. Kwa hiyo sasa anataka umuombee. Akaambia mwambie hivi, nenda kamwambie. Nenda kamwambie. Nabii atoki na Mungu amwambia tulia hapa ndani. Hii aondoe kiburi cha yule jamaa. Kaambia tulia hapa ndani usitoke. Mwambie aende mto Jordan akajiloweke mara 7 na ukoma utaondoka. Ishu ndogo tu. Gehazi katoka nje anaambia bwana mkuu amesema ya kwamba nenda mto Jordan ukajichovye mara 7 utapona. Kiburi cha yule kamanda akaanza, ujinga huo. Mimi kule kwetu kuna mto Frati unapita. Iko mito kibao inapita pale. Kwa macho naiona, ningeogelea huko tu. Kama ni kuogelea kwenye ukoma utoki. Nimekuja huku Israeli, kwani yaani mpaka niende Jordan? Mimi naondoka bwana. Akaanza kutaka kuondoka. Wale waliokuja nao walinzi wake na washauri wake wakawa ni watu wazuri sana. Wakaambia bwana mkubwa samani. Hivyo nadhani ingekuwa jambo kubwa zaidi ya hili la kujiloka mara 7 mtoni, ili upone ukoma nao. Usingefanya bwana mkubwa kweli? Bwana ni jambo dogo tu bwana, ukipale kuingia tu mtoni anasema yeye. Tumpime kwa hicho alichokisema. Weka njie tu bwana mkubwa. Sitakushikia nguo hapa nje. Weka jiroweke. Hii shida yako si upone. Tumetoka mbali mzee. Wakamshawishi akaona ni kweli. Twendeni. Gehazi kawasindikiza, twendeni, wakaondoka. Mpaka Jordan. Wafika pale, kaambiwa sasa sikiliza. Mzee unaingia huko. Gehazi yuko pale nje anasubiri ndio ahesabu trip za kushuka na kuinuka. Jamaa ana magwanda. Vio viko begani. Lakini ana ukoma. Sasa kiburi Mungu anaondoa kiburi kwanza. Cha wadhifa. Shuka kwenye maji mtoni, akashuka. Haya mzee tunaanza. Amesema mara 7 kumbuka, ndio haya. Mzee shuka twende. Mzee moja twende. 2 twende. 3. Ngapi? 4 mzee twende. 5 akiinuka ukoma pale ukoma. Shuka chini ya 6 anainuka huko pale. Ya 7. Hiyo ni 7 mzee toka kwenye maji. Anatoka ngozi kaka mororo kama mtoto mchanga. Ngozi mororo kama mtoto mchanga, safi. Kwa kinywa cha neno la nabii. Naamani akapona. Akarudi sasa na Gehazi wakaondoka. Gehazi anafanana naye, anajua leo pesa ipo ya kutosha leo. Mambo ni mazuri mpatikana leo. Huyu muujiza wa kutosha leo, mambo makubwa. Kafika home, Gehazi faster kwa nabii ndani. Nabii wa Bwana Elisha yeye. Uishi milele. Akambia sasa jamaa yule amepona safi kabisa. Lakini ameniambia ana sadaka ya kutoa. Ana mapesa. Ana madhahabu. Ana mali nyingi. Anataka kuziachia kwako. Akaambia huu sio wakati wa kupokea sadaka. Mwambie aende. Gehazi kwa unyonge katoka nje kwa unyonge. Nabii bwana. Kama nabii kanao kazi kweli hapa. Tunaishi kinjanja huko sisi huko juu. Nabii vipi bwana, nabii huyu bwana? Sangechukua tu hizo hela bwana. Basi. Bwana amesema nendeni tu bwana, amesema hiyo usitoe sadaka, wewe nenda zako tu. Kweli kabisa Amwambia chukua tu, amwambia sema ondoka. Akaondoka. Gehazi kakaa pale nje akapiga mahesabu kichwani. Sababu aliona mafungu ya pesa, aliyaona mengi. Dhahabu akaziona tele, akaona hivi kweli kabisa tuziache hivi. Hapana, hapana. Akasema ngoja nijiongeze mwenyewe. Nichukue nifiche kwa ajili yangu mwenyewe. Akatroti jamaa kutu anawafukuzia wale jamaa. Anawafuata. Nyie mtu, nyie jamani simameni. Msafara ukasimama. Ndio, unasemaje? Nabii ameniambia leta zile zawadi zote.
amenituma nichukue nimpelekee. Kigeugeu tena, nabii kigeugeu? Hapana. Maana yake ni huyu aliyekuja. Ametamani, tamaa. Hata watumishi wengi walikuwa wasema mafuta ya Mungu kwa ajili ya tamaa. Kuna watumishi wa Mungu walianza na Mungu vizuri na mafuta mazuri, lakini alikuja katika mafuta ya Mungu akaingia nabii shetani kwa sababu ya tamaa. Shetani ni nabii, unajua? Usifikiri mchezo, nabii yule. Ana mafuta ya kinabii shetani. Usifikiri mchezo kamanda. Ndio maana anawauza watu wengi. Anasema nao sana kwa ndoto na maono na kwa sauti ya nje. Anasema nao kweli kweli. Ndio nakwambia Bwana ameniambia, sio Bwana amemwambia. Ameongea na Lucifer. Sasa basi chukua, ukamtwisha kwenye wale ngamia, wakaambia watumishi wake msindikizeni mmpelekee mpaka nyumbani kwao. Kufika kule akaona wakiingia pale nyumbani nabii atawaona. Kwa hiyo akaambia nishusheni kwa huko nyuma, huko nyinyi rudini, ondokeni. Hata wangeshtuka huyu jamaa, kwani sasa tusende kwao ndani? Na wenyewe hajashtuka, wakashushia pale njiani. Haya kwaherini, akawafukuza wakaondoka. Wakaenda zao. Alafu jamaa akaja anatembea anapiga mluzi Gehazi. Afatu. Nabii anamwambia, "Uliko wapi Gehazi?" Jamaa na Gehazi anajua nabii si. Alafu wapendwa wa Mungu, niwaambie, niwahi kuambia mara nyingi sana. Ukiona uko na nabii, unakaa naye kwako au uko naye kanisani, usipindishe maneno. Ukadhani anachokuuliza akijui. Naomba nikusikilize ninachokuambia. Anakuhoji kitu kana kwamba ajui kilichoendeka. Na wewe kwa akili yako unasema huyu hajajua huyu. Unaanza kufanya nini? Kutafuta. Gehazi akasemaje? Mtumishi wako nilikuwa hapa anapiga nazunguka nilikuwa nyuma kwenda zunguka. Sikwenda popote pale, nilikuwa hapa. Nabii akamwambia, akamwambia, "Je, sikia anaanza. Je, roho yangu haikuenda pamoja na wewe mpaka ulipokimbia kwa yule mtu njiani, ukamsimamisha barabarani, ukachukua vitu, ukaja navyo ukaficha? Unadhani wakati huu ni wakati wa kuchukua sadaka?" Gehazi akabaki huko. Kaona Mungu wangu we. Kumbe sio siri tena. Kama sasa sikiliza. Ukoma uliokuwa juu ya yule mtu utakuwa juu yako na vizazi vyako. Gehazi kwenye familia yake ndiye aliyeingiza ukoma. Ulianza na yeye na waliokuja nyuma yake. Kwa ajili ya tamaa. Ndio mtu pekee ambaye alikaa na nabii wa Mungu akaibuka na ukoma badala ya kuchukua mafuta ya Roho Mtakatifu. Na utumishi uliishia hapo hapo. Na hii imetokea kwa watu wengi sana duniani hata leo hii. Usikubali kukaa na watumishi wa Mungu afu utoke na ukoma chini yao. Usikubali hicho kitu. Usikubali. Ukiona muda umefika, toka kwa wema. Toka kwa nini? Kwa wema. Usifanye vurugu. Kwa mtumishi wa Mungu yoyote unamjua ni wa Mungu. Yoyote unamjua duniani. Yoyote popote, usitoke kwa vurugu na yule kwa yule mtu. Mimi nakufundisha mambo haya ni katika Roho Mtakatifu kwa kusaidia mwenzangu mimi na wewe. Ili kusudi, sababu unajua nia ya Mungu watu wasiharibikiwe. Nia ya Mungu. Ndio maana Mungu anaachia mambo kama haya tusaidiane kustuana. Sababu Mungu hana haja wewe uharibikiwe ndio afurahi. Mungu hata hiyo biashara afanyi. Kama wewe ukiharibikiwa Mungu anafurahia? Hata kidogo. Lakini huwa anatoa warning kwamba jamani, angalizo ni hili. Kupitia manabii zangu waweza kupokea baraka kwao, lakini angalia usichukue laana. Sona Kora ndio pastori ya Kora. Mnaona Kora alishia wapi? Walizikuwa hai. Alikuwa mtumwa wa Mungu Kora, lakini alikuwa chini ya mafuta ya nani? Ya nabii wa Mungu Musa. Kitu kizuri kukaa chini ya nabii. Kizuri sana. Sababu utapata mambo mengi. Kushoto kulia, pita huku, fanya hivi. Inakuwa raha kweli kweli. Lakini kuna ubaya ambao sio wa kawaida endapo ukiingiwa na roho ya usaliti. Badala ya kupokea kibali na baraka kupitia mafuta yale, yanakuletea laana kwenye maisha yako. Hii ni kitu cha kukwepa. Umesikia? Hili ni jambo la kukwepa. Usikubali kuangukia mikono mibaya hata siku hii. Hiyo kwa ushawishi wa mtu, hiyo ni wewe mwenyewe kwa akili yako timamu au kwa mapepo yamekuvamia. Usikubali hata siku moja.
kwenye mikono ya watumishi wa Mungu yoyote yule dunia hii, ukaenda kupambana na yule mtu, badala ya kupata kibali unapata balaa. Leo kuambia watu, kuna watu unajua wanazunguka duniani, wanazunguka maombi 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 maombi. Sio kwamba eti anakosa nini, kuna wengine na laana ya watumishi wa Mungu tu. Kuna mwingine mtu mahali fulani alikandia mtumishi wa Mungu, alimkandia akamtukana, akasema hivi akafikiri mambo yamekuwa mswano. Wagogo wanasemaga mswano. Akajua amekuwa mswano, basi hamna shida. Sasa bwana, wewe umeshaendelea na maisha yako, naendelea. Hujui kama yani hiyo kitu ushasahau kwanza. Kwa sababu unapoendelea maisha yako unashangaa mambo yanakuwa nguzo gonga nguzo, mwamba ukuta Sasa unaomba, unafunga, unafanya nini, unafanya hiki, unashangaa kuna kitu gani, mbona sielewi Sasa kama hujapata nabii wa Mungu mwingine ambaye ni wa Mungu kweli, akakusanua. Mungu aseme na yeye kupitia, akwambie bwana, wewe sikiliza ABC. Mahali fulani lifanyika. Niwaambia historia ya mzee mmoja, alikuwa ni mtumishi wa Mungu tu, mchungaji tu. Niwaambiaga story. Binti amekaa kule nyuma. Alikuwa mdogo tu. Wakati alimeka 10 na kitu wakati huo. Sasa amekaa kule nyuma. Yule pastor akihubiri habari za Yesu anaokoa na nini na nini na nini. Binti kwenye anasema hamna. Unaelewa? Si anasema kwa nguvu hamna. Yaani ile moyoni sasa hamna, hai uongo bwana. Yaani lakini ndani hamna kitu kama hamna, hii ni za uongo. Mambo ni ya uongo haya, hamna kitu. Hivyo. Akaona si ni kawaida, anazungumza mwenyewe. Pastor haelewi, anahubiri tu. Hivyo hamna shida. Akaenda zake. Akaendelea kusoma shule, maisha kaendelea, akapata na ndoa, akaolewa. Sasa kwenye kupata mimba sasa. Kukuru mimba hakuna. Mimba hakuna. Maisha yanaendelea kwenda. Wazazi wa mume wanamsumbua, wazazi wake mwenyewe vipi, una shida gani mwanangu? Wapimo hospitalini mwanamke mzima, mwanaume mzima. Shida iko wapi? Dawa zote wanatumia hakuna kitu. Weka hamna kitu. Sasa siku kuna maombi yanafanyika mahali, nabii mmoja ametoka si wapi anaenda kuwaombea watu. Kata yule nabii anawaombea hivi, Roho Mungu wa yule nabii akamshukia. Akaba mwito yule dada, akamuita dada. Akaba njoo, akaja mbele. Akaba sikiza. Wewe jina lako ni fulani bin fulani, ndio ni kweli. Nabii ni kweli. Akamba sawa. Una shida mtoto? Dada akajua yeye muujiza wangu utendeka hapa leo. Ni kweli nabii. Na shida mtoto kweli. Analia anajua leo mambo mazuri. Akaambia wala una shida ya mtoto. Akashtuka. Akaambia shida mtoto sipata mimba tangu niolewe. Akaambia wala sio shida. Shida yako binti ndogo tu. Unamfahamu mchungaji fulani? Akaanza kuvuta picha. Kumbuka dada akabaki simjui. Akaambia kumbuka. Akamwacha, akamwambia endelea kuombea wengine. Dada anavuta picha. Akakumbuka akiwa mdogo miaka 10 na kitu. Akaambia sawa shakumbuka. Nani? Huyo mchungaji atakuwa mzee sasa hivi, yuko sehemu fulani hivi. Alikuwa mchungaji wetu. Wazazi wangu wanasali kwake. Unamkumbuka Nimeshamkumbuka tayari. Wakati akiwa anahubiri ulikuwa unasemaje? Akaona kusema kitu akakataa. Kusema chochote kusema kitu chochote kusema. Kusema kitu unakumbuka ulikuwa unasema hivi na hivi, mchungaji ni muongo. Moyoni mwako. Akabaki akasema ni kweli. Sasa sikiliza. Ukienda kwa yule mchungaji mtafute. Mwai kabla hajakufa. Sasa hizi ni mzee. Nenda kumwambia mchungaji, nimekuja naomba uniombee rehema kwa Mungu wako. Mimi wakati nikiwa mdogo ulipokuwa unahubiri mimi nilikuwa na kashifu, nasema hapana, ni wewe ni muongo. Ukimwambia hayo maneno mchungaji atakusamehe. Akikusamehe tu basi unapokea muujiza wako wa mtoto. Hivyo tu dada akalia sana pale. Akaambia mume wake jinsi ilivyokuwa, kweli wewe ulifanya makosa makubwa sana wewe. Mambo sio mazuri. Haya. Safari mpaka kijijini kwao kule kwa ile pastor. Kaenda hodi karibu pastor, mwanangu fulani vipi ndaje? Sasa baba nimekuja, mimi mtoto wa fulani, wewe mtoto wa fulani nakumbuka ndio wewe umekuwa jamani. Mambo ndio hivyo wamekaa. Baba anajua asalimiwa kawaida. Shaka binti, vipi mbona alia binti? Yaani Mungu nisamehe sana. Unakosa gani binti? Unakosa gani umefanya juu yangu? Anaambia hapana. Mimi wakati yule nako mdogo baba alikuwa ukihubiri mimi napinga, nasema hapana ni uongo. Ulikuwa unasema saa ngapi? Anasema moyoni mwangu katamka. Sasa nimekaa miaka yote sipati mimba. Nabii mmoja nikati na maombi akaniambia
akataja jina lako wewe nabii, akataja jina lako wewe, akaniambia jinsi nilivyokuwa natamka kwako. Kwa hiyo nikuombe wewe msamaha. Ukitamkia wewe msamaha tu, mimi nimefunguliwa tayari. Baba, naomba niombee rehema kwa Mungu. Kama mwanangu ana shida, mwanangu sio na wasiwasi mwanangu. Baba, watu wanaiana. Akamwambia baba, Mungu msamee, na mimi nimemwachia binti huyu, Mungu msamee. Kweli binti yule kaachiliwa. Kuanzia pale ndani ya mwezi ujao binti kupima mimba tayari ipo. Nawaambia ukweli, sio hadithi ya kutunga. Mmenisikia tusema? Sio ya kutunga. Ni kweli kabisa. Mimba ikapatikana. Kwa ujinga mdogo, yani unaona ujinga mdogo tu. Aliondoka chini ya mafuta ya mtakatifu wa Mungu bali akidhani kwamba yuko salama. Kumbe ameondoka na laana kama Gehazi alichukua kwa nabii Elisha. Ndio maana tangu hapo hata mimi mwenyewe sipendagi na sitamani watumishi wa Mungu wa ukweli kupishana nao. Sifanyi biashara hiyo. Unaona na watajaga majina hapa na waheshimu wale. Na waheshimu na wengine wengi wanijui. Lakini ninavyowaheshimu, wao na si wanavyotajaga majina yao hapa. Wao hawanijui na sijai kuwaambia, sijakutana nao, watakuwa nifahamu. Hutasikia maneno mabaya Makasege, si Kakobe, si Gamanywa, na wataja ambao Mungu ashanifunulia mwenyewe kwenye wokovu. Na mwingine alifariki, Moses Kulola. Moses Kulola nilimwona kwenye maono. Nilimwonaje najua mwenyewe, na akaniwekea mikono kichwani. Kakobe pia hivyo hivyo kwenye maono mara zaidi ya 3. Makasege kwenye maono zaidi ya mara 7. Zaidi ya mara 7 Makasege yule kisofa. Na hanijui yule jamaa. Hanijui. Wote ninaokueleza hao. Kwa hiyo ninachokisema najiamini ninachokisema. Wale mapasta wale hata itokee leo hii amejikwaa kwa chochote, usikii nasema ngwe wala nywe, sisemi. Wale hata ajikwaa leo niambie Makasege nakwambia funga mdomo. Nenda. Usiniuzie kesi. Baki nayo mwenyewe. Achana na wale matapeli wale unawajuaga wale. Wale ya magarasa hamna kitu. Achana nao hao magarasa. Achana na garasa, garasa hana lolote. Wa Mungu ni wa Mungu. Usichezee wale wa Mungu. Mungu anasema msiwadhuru nabii zangu. Msiwaguse wapakwa mafuta wangu. Wabarikini wale watu. Waombeeni. Tumia muda mrefu kuwaombea wale watumishi. Ombea watumishi, usipate muda wa kuwasema sana. Tumia muda ule unaozungumza ule vibaya, geuza uwe mema sasa. Geuza kubariki. Geuza tu. Haitumii nguvu nyingi, wala akili sio nyingi. Geuza, mashetani sikia wewe nimekujua ugongo wako. Mimi sitatumikishwa na wewe. Sitaongelea watumishi wa Mungu maneno mabaya. Mimi kazi yangu ni kuwaombea. Anajikwaa vipi? Anaangukaje? Anasimamaje mbele ya Mungu? Watajua na Mungu wake yeye mwenyewe. Mimi kazi yangu najua huyu ni Masihi wa Bwana. Sauli alipoanguka mbele ya mikono ya Mungu, alimwasi Mungu kweli Sauli. Mungu alinyamaza miaka karibu si chini ya 20. Alinyamaza kwa Sauli mfalme. Nabii ameinuliwa na Mungu Daudi, lakini Daudi hakuwahi kuinua kinywa kinyume cha Sauli. Mungu alikuwa upande wa Daudi. Sauli akituma majeshi yake ya kumangamiza Daudi, Mungu anamtumia triki za kumficha, anainua watu miongoni mwa majopo la Sauli. Tena mtoto wa Sauli mwenyewe wa kwanza ambaye ni mtoto pendwa akawa rafiki wa nani? Wa Daudi. Sauli anajua mtoto wangu huyu anamwachia majukumu. Baada ya mimi atachukua yeye. Vikao vya siri anakaa na watu hadi 4. Mtoto wa 4 na mtoto wake mwenyewe anakaa naye. Wanapanga siri ya kumuua Daudi jinsi ya kumangamiza sehemu fulani. Lakini siri inatoka ndani ya kikao, inamfikia Daudi, Daudi anahama mji. Sauli anahoji, anasema kuna mtu miongoni mwetu anatusaliti. Sauli amuoni mwanae, anawaangalia hao wengine 3. Anasema kuna mtu ambaye anatoa siri za vikao vyetu vya siri katikati yetu hapa. Lakini kumbuka anavyosema hivyo, anamweka mwanae pembeni. Kumbe ndiye anayetoa. Yeye anawaangalia hao wengine.
Kila akipanga siri mpaka anakaa yeye peke yake na mtoto wake hivi, inatoka. Anampenyezea Daudi siri. Daudi anahama sehemu hii anaenda sehemu nyingine. Wakivamia pale wamemkosa Daudi. Siku moja Mungu alimweka katika mikono ya Daudi Sauli. Amelala usingizi 444 kwenye pango. Walinzi wake hawapo. Daudi amecrawl mpaka kwenye vile pango. Sauli ndio huyu hapa. Daudi ana upanga na mkuki anao. Uwezo kuua anao. Akasema hivi Daudi, siwezi kumtenda mabaya Masihi wa Mungu. Bado namheshimu bado. Kumbuka zamu ya kuchukua ufalme ni wa kwake Daudi. Mungu ashamuonekania, ameshamuonesha tayari. Lakini angalia, hakuthubutu kuinua upanga kumuua Sauli. Anasema huyu ni mpaka mafuta wa nani? Wa Mungu. Akachukua vazi la Sauli, akakata kipande. Akaenda mbali. Ufika mbali akapiga kelele kwa nguvu. Sauli, mtumishi wa Bwana. Sauli akasema, kamka. Akaambia, Bwana alikutia mikononi mwangu leo hii nilikuwa nikuue. Angalia kipande cha nguo yako niki. Jamaa, ni kweli vazi langu analo. Akaambia, lakini nimejua wewe ni mtumishi wa amani wa Mungu. Siwezi kukuua. Mabaya unanitendea mimi siwezi kurudishia wewe. Maana yake namwachia Bwana, Mungu atanijibia mwenyewe. Ndio Sauli akasema, kweli kabisa nimeamini wewe ni mtumishi wa Mungu. Na unaniheshimu. Sasa najua Mungu amekuweka kuwa mfalme badala yangu mimi. Najua utafanya ufalme wako kwa muda mrefu. Sawa, naomba wa familia yangu usitendee ubaya wote kwa ajili yangu mimi. Naomba kabisa, najua Mungu amekuweka kwa niaba yangu mimi, utakuwa mfalme badala yangu mimi, lakini naomba familia yangu usitendee ubaya, uitunze. Nimeamini Mungu yuko pamoja na wewe. Sauli anafanya nini? Anasalenda mwenyewe kwa mara ya mwisho. Ndio alipotoka pale Sauli akaenda mlimani na mlinzi wake mmoja, wakiwa wawili tu. Akaambia mlinzi wake, chukua upanga huu, futa niue. Akaambia siwezi kukua. Akaona amekataa kumuua, akachukua upanga Sauli, akaweka hivi, akaulalia pap, akajiua. Mlinzi akaona hapa kushoto kulia sina mtu ananiona, nakuaje? Na mimi nitakufa hapa. Wakija Wafilisti nitauawa hapa juu. Kule Daudi anatuwinda Daudi. Itakuwaje? Akajichoa naye akajiua. Chini. Amekuja mtu mjinga anatafuta sifa. Yuko upande wa Daudi. Anakuja mkuta Sauli amekufa, akaona ni sifa hii. Napata kuchukua ujiko hapa. Wana watu walivyo wajinga. Anakwenda kwa mfalme Daudi kwenda kujisifia. Akisema Daudi atampongeza. Anasemaje unajua? Mfalme Daudi uishi milele. Akasema ndio. Nimemuua adui yako Sauli kwa upanga wangu mwenyewe. Yaani anachukua sifa sio ya kwake. Dunia na mambo hii wapendwa. Daudi yeye alijua Daudi atampongeza, akaambia akasirika kama wewe umefanya nini juu ya Masihi wa Bwana? Umefanya jambo gani baya kiasi hicho? Umetenda jambo baya mbele za Mungu ali hai. Akaona kumbe ni kesi. Alijua Daudi atamwambia hongera sana. Umeua adui yangu yani. Atafurahia. Hawezi kufurahia. Hawezi kufurahia. Uwezi kuja kwangu ananiambia mtumishi wa Mungu, nikwambie pastor fulani yule alijifanya amesimama sana, yuko na Mungu kweli. Nimwangusha mwenzio kiroho. Nimwangusha kiroho. Uje niambia mimi hivyo neno eti mimi nisekelee. Umwangusha Mimi na wewe tunakuwa mashetani. Mimi na wewe tunakuwa nani? Tunakuwa mashetani mimi na wewe. Maana yake ilikuwa tunafurahia kazi ya shetani kufanya kazi. Ngoja nikwambie, wakati mtumishi yote wa Mungu anaanguka mahali, wewe unapofurahia unamuunga mkono nani? Au kuna watu ndani kweli? Naongea na watu ndani. Wakati mtumishi wa Mungu popote pale anaanguka kwa namna yoyote iwayo, mimi na wewe tutapenda kufurahia anguko lake. Tunakufanya kazi ya nani? Kwa sababu ndiye aliyefanya ile kazi. Kwa kisha mtu wa Mungu simame anguke. Kwa kuna wakati wa Kristo twaweza kuingia mkenge kwa ujinga. Tukifikiri Mungu anatufurahia kwenye ujinga ule, kumbe Mungu anakasirika. Sikiliza, Yesu alitoa mfano. Akasema kuna mtu mmoja alikuwa na kondoo 100. Kondoo mmoja alipopotea, akachukua 99 wote akawafunga zizini ili atafute kondoo huyu aliyepotea.
Ufalme wa Mungu unaona hasara mtu mmoja akifanya nini? Akipotea. Ndio maana mtu mmoja ana faida kubwa mbele za ufalme wa nani? Wa Mungu. Akiokoka mtu mmoja, malaika mbinguni wanafurahia na Mungu anafurahi sana kwa ajili ya nafsi ya mtu huyu iliyookoka. Sasa mpiga mahesabu, gharama ya mtu mmoja Mungu anaijua. Ukifurahia wewe mtu mmoja aanguke katika anguko kuu la kumwacha Mungu aliye hai, wewe uko upande wa nani? Utaweka jibu mwenyewe, sina haja kukuambia. Tujifunze kuhusu Mungu wapendwa. Kwanza mwisho hauko mbali. Unyakuo hauko mbali. Nimekuwa nikiwaambia mara nyingi mambo haya. Sisi wa Kristo tuishi maisha ya kujipanga. Maisha ya Kristo ni maisha ya kujipanga. Maisha ya kujipanga kwa ajili ya safari inayokuja. Msafiri yoyote lazima aandae mavazi yake. Awe na tiketi mkononi kabisa. Akijua gari yake ya saa ngapi ili ikifika aende. Ndivyo kwenye Ukristo palivyo. Hatuishi potelea mbali. Tunaishi tukiwa tunangojea Bwana wetu aje saa ngapi. Maana yake majira yote yakifika tuko tayari. Usikae katika hasara. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kusubiri Bwana wetu anapokuja. Tusikae maisha ya ajabu, mazongezonge, maisha mema ya kumpendeza Mungu na wanadamu, maisha mazuri ya uchaji Mungu, sio maisha ya kujichanganya. Lazima tujue hilo jambo, tusikosee. Sasa shetani katika maisha ya wanadamu waliookoka utafuta namna ya kupenyeza nguvu zake ili kuwakosesha, kwa vinywa vyao wakosee. Unajua watu wengi hawajui kwamba wanafikiri lazima uwe umeenda kumuua mtu kwa kisu au kwa bunduki ndio umeua sasa. Hapana. Kunaweza kuua mtu kupitia mawazo yako ndani. Mawazo yako tu. Nisikize vizuri. Ikujia wazo kwamba huyu si afe tu. Huyu afe. Huyu ningemuua hivi na hivi. Yaani kwa hivi ningemuua. Ukiona limekuja ile wazo, usicheke nalo. Usicheke nalo. Hilo wazo ni wazo la yule muovu. Limeingia ndani yako. Hilo wazo ni wazo kuu kweli kweli. Na mauti na yote mabaya huanza katika mawazo. Ndio maana Biblia inasema kwenye Korinto wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 pale anasema, maana naomba nisomee. Soma uone. Kuna ngome. Korinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ndio. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Sio za mwili. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Sikia ngome hizo. Ngome gani? Tukiangusha mawazo. Unasikia ngome hiyo? Ngome kuu ni mawazo. Na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Haya. Na habari hiyo. Anasema tukiangusha mawazo. Kuna mawazo yanakuja sasa, huwa yule afe hivi na hivi. Unafikiri kawaida. Pale katika roho unaletewa roho ya mauti. Wewe unayeua mtu. Unamuua mtu kwenye ndani ya mawazo kwanza kabla ya kumuua physically. Ndio nakwambia. Ndio maana likija wazo la mtu yule tu afe hivi na hivi na hivi. Usikubaliane nalo, lipinge rohoni huko haraka sana. Usikubali yote mizizi ndani yako. Likatae rohoni haraka sana kwa jina la Yesu. Usilikubali. Yote hutokea moyoni. Yesu anasema moyoni ndiko zitokako chemichemi za uzima, lakini mambo yote mabaya hutokea moyoni. Mauaji, zinaa, ugomvi, chuki, fitina, yote hutoka wapi? Moyoni mwa mtu. Kwa lazima uyadhibiti moyoni mwako. Shetani na maagenti zake wote upanda ndani ya mtu roho chafu, ili mtu kwa kinywa chake akosee, kwa kinywa chake aingie mkenge, kwa kinywa chake ajiharibie. Samahani, nisomee Ufunuo mara moja. Fungua kitabu cha Ufunuo mara moja. Fungua Ufunuo 16:13. Kumaliza hapo utarudi nyuma Ufunuo 13:11. Lakini anza Ufunuo 16:13. Inasemaje?
Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka. Unasikia? Na katika kinywa cha yule mnyama. Ndio. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Unasikia hizo habari hizo? Anasema nikaona katika maono roho tatu za vyura zikitokea vinywani mwa nabii wa uongo, kwa yule mnyama, kwa mpinga Kristo, manake zinatokea katika vinywa vyao. Ni hizo roho, ni roho za nini? Za udanganyifu, zikitokea kinywani ili kutokea kudanganya watu. Zinatokea kwenye kinywa cha, ndani ya kinywa chake, papi zinatokea, zinazungumza hivi na hivi, hivi na hivi, zikilagai watu wengine ili kusudi mtu apoteze dira. Zinatokea kinywani mwao. Kwa hiyo shetani anachofanya, anapoziachilia, anaachia kwa kinywa, kwa kusema. Halo? Amen. Watu wanafikiri eti shetani anaachia amekaa hivi kibubu. Hapana. Anaachia akitamka. Hata mapepo yanapoachia roho, yanaachia akitamka. Mfano yanasema hivi, yanasema uvivu. Ule uvivu unakuja unaingia kwa mtu uvivu. Linasema tena labda kuchanganyikiwa. Unaona mfano inakuja hivyo, hiyo ni roho inakuja kuchanganyikiwa. Kila kitu wanakisema kwa vinywa vyao kinakuja kuingia kwa watu ili watamke hayo. Halo? Halo? 13 Ufunuo 11. Sikia kitu kingine hicho. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika ardhi. Kutoka katika ardhi, yani chini ya nchi, yani kuzimu. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo. Ana pembe mbili mfano wa mwanakondoo. Ndio, yani huyu mnyama ana mfano wa nani? Mwanakondoo. Unajua nani mwanakondoo? Nani? Mwanakondoo ni Yesu. Huyu mnyama pembe zake mbili ana mfano wa Yesu. Yani mfano wa mnyama huyu, mfano wa nabii huyu, mfano wa mtumishi huyu ni kama Yesu. Manake yani jamaa alivyoona, anaona huyu ni Yesu mwenyewe. Ni Yesu. Ni Yesu. Aligunduaje sio Yesu? Soma. Akinena kama joka. Akanena, aliponena tu akanenaje? Kama joka. Kama joka. Ndio akaona huyu sio, mbona anaongea lugha ya shetani? Halo? Amen. Halo wapendwa. Anasema niliposikia akisema, nikasikia akisema lugha ya shetani. Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao. Kipi kimtokacho yule mtu? Roho ya Mungu huzaa nguvu, huzaa neema, huzaa kibali, huzaa msamaha, huzaa toba. Roho ya shetani inazaa nini? Inazaa magomvi, inazaa chuki, inazaa fitina, inazaa uzushi, inazaa usuda, inazaa uchonganishi, inazaa mambo kama hayo. Hiyo ni roho ya shetani. Nisikilize, haijalishi yule pasta, yule mtumishi, yule nani, yule mpendwa, yule mwokovu mwenzako, si nani, haijalishi anaombaje, anafanyaje na nini, haijalishi anasemaje, anatembea tembeaje. Inachojalisha anaongea nini kinywani mwake, ili ujue roho gani imekaa ndani yake. Sikia anachokiongea mara kwa mara kinywani mwake. Kinywa kinanena moyo ulichojazwa. Shetani anajua namna ya kucheza na watu. Anaweka vitu useme hii ni ya kwangu kawaida. Kile unachonena kinywani mwako, kikutokacho, ndicho kijazacho moyo wako. Huwezi kukwepa unachokinena na wewe mwenyewe. Ndivyo ulivyo. Aonavyo mtu nafsini mwake, ndivyo alivyo. Yohana anasema nikamwona mnyama yule katika nchi, yani ardhi, akipanda juu, pembe zake mbili, ana mfano wa mwanakondoo. Lakini aliponena, alinena kama joka. Maana asingesikia kunena kwake, alikuwa ameingia mkenge Yohana kwenye maono. Alinena kama joka. Alinena kama joka. Mama mmoja hapa, namtaka Bibi Amina yule. Kuna ndoto fulani aliota fulani hivi aliota, akanisimulia wiki iliyopita.
simuliza za Jeroboam kwanza alisimulia, akaja bipa ofisini anasimulia. Nikamwambia hii maana hii. Jeroboam alipata fasiri na ilikuwa ni sahihi. Nikamwambia kwa Jeroboam sahihi fasiri yake hii, nikamwambia ni sahihi, hivyo ndio sahihi, ni sahihi hivyo hivyo. Iko hivyo hivyo alivyosema. Kwa hiyo kuna baadaye nitakuwa pamoja na nyinyi kwenye kikao cha baadaye na kanisa zima la watu wa Mungu hapa. Tutaanza kuongea, lakini nitamuita na yeye. Alafu taambia ndoto aisimulie mkiwa mnaisikia. Wote. Alafu tawaambia maana yake pale mbele yenu mkiwa mnasikia. Nitamwambia awasimulie mkiwa mnasikia. Usimuulize kama sijamuita. Maana watu wengine mna kielele. Eti uliotaje baba alisema pale. Nitamuita mbele yenu. Akishaisema nitawaambia. Afu ndio mtaelewa yule yeye ndio Mungu amfunulia hadi yule kaona. Mungu anamaanisha nini? Unaona Mungu alivyo Mungu ana maana za maonyo. Unajua iko hivi, wanadamu tuko hivi. Maonyo yote Mungu akileta madhabahuni kwa watumishi wake, wakasema unazoea. Yule si nabii amesema, anaonaga. Naelewa? Afu yeye unapuuza, unasema iko hivi. Lakini Mungu akileta mtu mwingine uliye naye wewe pembeni akatumia yule, ukashtuka ukasema kweli Mungu jamani, Mungu anasemaga na watu. Kweli Mungu yupo. Jamani kumbe hivi. Unaona? Kwa sababu gani? Anafanya utofauti ili wewe akuokoe. Nia ya Mungu ni kutuokoa ili tuwe sawa sawa. Nia ya Mungu sio kuwaangamiza watu. Nia ya Mungu ni njema kuwaokoa watu. Ila ni wewe uko tayari kuokolewa na Bwana? Ndio shughuli inakuja hapo. Isaya 59. Fungua Isaya 59. Nimalizia andiko la mwisho kwa leo. Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka 15. Sikiliza Isaya nabii ambacho anakizungumza. Mungu amemfunulia jambo kama hili. Isaya nabii anazungumza mbele ya watu. Anawaambia nini Isaya 59 1 mpaka 15. Sikia nondo ziko ndani humo ndani. Tazama. Mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Unasikia anachosema Mungu hapa jamani? Anasema yeye ni mkono wake Mungu hauwezi kupunguka usiokoe. Wewe unaweza kunawaza Mungu aniokoi, Mungu afanye hiki, niomba hiki akipo. Anasema hapana. Haujapungua kiasi hicho usiokoe. Anasema wala sikio lake sio zito kama unavyofikiri wewe kwamba hasikii. Anasema hapana. Bali nini? Endelea. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Unasikia? Faraka iliyoko hapa ni maovu yaliyoko kwako. Kwa hiyo yakafanya wewe na Mungu mfarakane. Sio mkono wa Mungu umepungua kuokoa na okoa. Sio Mungu asikia na sikia, bali maovu yenu yamekuwa hivyo. Endelea. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Ndio hata hataki kusikia. Ndio. Kwa maana kwa mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Ndio. Midomo yenu imenena uongo. Ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki. Hapana adai kwa haki, anadai kwa uongo. Madai yote ni ya uongo. Wala hapana atetaye kwa kweli. Hutumainia ubatili. Wanatumainia ubatili pekee. Yaani mtu anataka kama ubatili ndio ufanye kazi. Hatumaini haki na kweli. Ndio maana yake. Unena uongo. Hupata mimba ya madhara. Ukinena uongo unapata mimba gani? Ya madhara. Madhara ni kuharibikiwa. Na kuzaa uovu. Huangua mayai ya fira. Mayai ya fira ni mdudu mmoja mkali kama nge. Na kusuka wavu wa buibui. Manake ni mitego hiyo. Yeye alaye mayai yao hufa. Ukila mayai yao hao unakufa. Nini? Mayai manake matunda ya wale waongo yanakuua. Watu wengi kiroho chao kinakufaga, wasikie mpaka hata kusikiliza maneno ya uongo batili yanaua kiroho chako.
ndio mayai ya fira, mayai ya nyoka. Yeye alaye mayai hayo hufa, na hilo yai livunjwalo utoka nyoka. Utoka nyoka. Nyoka akitoka na akaa wapi? Si umekula mayai wewe? Akitotolewa nyoka kwenye mayai uliokula tu tumboni, nakaa wapi? Ndani yako. Watu wanafanya hivi. Ndio hivyo. Ukila maneno ya uongo, vitu vya ubatili, ndani yako vikiingia vinazaa nyoka. Nyoka maana yake ni roho ya uasi. Yaani uasi. Nyavu zao hazitakuwa mavazi. Ndio. Wala hawatajifunika kwa kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu. Kazi za uovu. Na vitendo vya udhalimu. Maana kazi ya uovu haiwezi kukustiri. Na vitendo vya udhalimu vimo mikononi mwao. Miguu yao hukimbilia mabaya. Miguu ya mtu yule, yaani mtu akitaka kusikia mabaya lazima ayafuate mwenyewe. Nyatu kwa ajili ya ubaya. Mema hayafuati. Mema kwake ni mabaya. Yaani mema ni mabaya, mabaya ndio mazuri kwake. Kwa mabaya ndio anayafuata. Ndio unasikia kuna watu wengine ambao yeye kila jambo la ubaya yumo. Ujue huyo mtu miguu yake inaingia wapi? Inakimbilia maovu tu. Endelea. Nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu. Ni mawazo ya uovu tu. Ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao. Yaani njia zao kuu zote kuna ukiwa na uharibifu. Yaani ukiwa ni kuachwa, na uharibifu ni mambo mengi yaliyoharibika ambayo hayafai katika njia zao kuu. Maana kila pito lako unalopitia mambo yako yanakuwa yameharibika, na unaachwa peke yako, unakosa msaada. Njia ya amani hawaijui. Hawaijui njia ya amani, ndio. Wala hapana hukumu ya haki katika mienendo yao. Yaani wao hawana hukumu ya haki. Hawawezi hukumu kwa haki, wana hukumu kwa uongo, ndio maana yake. Wamejifanyizia njia zilizopotoka. Kila apitaye katika njia hizo hajui amani. Hajui amani. Kwa sababu hiyo hukumu ya haki hii mbali nasi. Wala haki haifukiliki. Haitufikirii. Twatazamia nuru na kumbe latokea giza. Twatazamia mwanga lakini twaenenda katika giza kuu. Twapapasa kutafuta ukuta kama kipofu. Ndio. Naam. Twapapasa kama watu wasio na macho. Kama watu wasio na macho. Kwa nini mnapapasa? Kwa nini kama hamuoni wakati macho mnayo ya kuona? Kwa nini kama hampati? Kwa sababu kuna mambo yanatendeka nyuma ya pazia. Kwa nini kama hamshiki kitu? Kwa sababu mambo mnayofanya nyuma ya pazia hayapendezi Mungu wetu. Kwa hiyo hayo mambo mnayoyatarajia muyapate mazuri, muyapati. Tunajikwaa wakati wa adhuhuri. Unaona? Yaani adhuhuri ni mchana unajikwaa. Anasema jamani, mchana kabisa mnajikwaa, sio usiku, mchana. Halafu tunajikwaa wakati wa adhuhuri kana kwamba ni wakati wa ukungu wa alfajiri. Kana kwamba ni wakati wa ukungu. Nuru imekujieni mbele yenu, bado mnajikwaa. Ndio anachomaanisha hapo. Nuru iko pamoja na nyinyi, lakini bado mnajikwaa mbele ya nuru hiyo. Awaweke fungu gani Mungu anasema? Kati yao waliowanda tumekuwa kama wafu. Katikati wale nenepa wote sisi kama wale kufa. Anazungumza sisi sote twanguruma kama dubu. Kama dubu. Twaomboleza kama hua. Kama hua ni njiwa. Twatazamia hukumu ya haki. Lakini hapana. Lakini hapana. Na wokovu. Ndio. Lakini umbali nasi. Umbali na sisi. Maana makosa yetu yamezidi kuwa mengi mbele zako. Unaona? Na dhambi zetu za shuhudia juu yetu. Maana makosa yetu tunayo pamoja nasi. Na maovu yetu tumeyajua. Katika kukosa na kumkana Bwana. Ndio. Na katika kugeuka tusimfuate Mungu wetu. Tukinena jeuri na uasi. Ndio. Na kukusudia maneno ya uongo na kuyatoa moyoni. Ndio. Na hukumu imegeuka ikaenda nyuma, na haki inasimama mbali sana. Ndio. Maana kweli imeanguka katika njia kuu, na unyoofu hauwezi kuingia. Naam, kweli imepunguka kabisa, na yeye auachaye uovu ajifanya kuwa mateka, naye Bwana akaona hayo akachukizwa
kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Amen. Amen. Haleluya. Msikia akizungumza nabii Isaya yale aliyozungumza pale. Unabii wowote unaokuja ambao Mungu analeta, siku zote anaposema na watu wake anarifaa kwenye neno. Mungu huongea neno lake. Mungu haongei propaganda. Halo. Mungu anaongea neno lake siku zote. Akisema hata sasa, anaposema husema neno lake. Hasemi vyovyote. Anasema neno lake ili kusudi watu warejee kuishi ndani ya neno lake mwenyewe. Ndio maana Mungu anaposema hutumia neno lake kusema, kuelimisha, kufundisha na kuonya, ili kusudi watu wanaowaongoza wajue alichokisema ndivyo kilivyo, habadilishi, habadiliki, hivyo ndivyo alivyo. Shalom, shalom. Simama juu. Sema Bwana Yesu Kristo. Mwokozi, Bwana wa majeshi, Mungu uliye moto ulao, Mungu uliye wa kweli, Bwana wa rehema nyingi na neema nyingi juu ya maisha yangu, ninakuomba Bwana unikumbuke tena leo. Ninakuomba Bwana unirehemu mimi, Bwana unitakase na uovu wangu mwingi na makosa yangu mengi. Siku zote maishani mwangu nimekuwa ni mtu wa kujikwaa katika hali mbalimbali. Yesu Kristo, nihurumie mimi ninayefanya makosa mengi kwa namna mbalimbali, kwa kujua, kwa makusudi na bila kukusudia. Yesu Kristo, ninaomba rehema kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya uzao wangu mwenyewe. Ninatubu dhambi zangu mwenyewe kwa ajili ya uzao wangu mwenyewe. Ninaogopa kuwa naogopa kuwa kama sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Naogopa kuwa kama Gehazi, mtu ambaye aliingia ubatili, akaingia tamaa, akapata madhara ya ukoma wa Naaman. Yesu nihurumie. Makosa yangu ni mengi. Makosa yangu ni mengi. Umesema kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuanzia mstari wa 4 pale, ya kwamba we Mungu, watu wako wote wanaokupenda kwa roho ya kweli unawasamehe katika kweli. Maelfu elfu unawarehemu wote na uzao wao. Lakini we Mungu unapatiliza uovu wana wa baba zao. Baba zao walioyafanya maovu, wana wao hupatiliza maovu yao.